bless God once again. Tunabariki Bwana mara tena. We are grateful for another grace and privilege He has given unto His people to gather unto Him. Tunashukuru Mungu kwa neema ambayo amepeana watu wake kuweza kukusanyika For mbele yake. unto God shall the gathering of His people be. Kwa Bwana kusanyiko za watu wake zitakuwa. We are grateful for life. Tunashukuru Mungu kwa uzima. We are grateful that the lockdown is being eased gradually. Tunashukuru Mungu kwamba kufungiwa kunaendelewa kukipunguzwa. We are grateful for His mercies towards us. Tunashukuru Mungu kwa rehema zake juu yetu. For the testimonies that has been coming in. Kwa shuhuda mbalimbali ambazo zimekuwa zikikuja. And how He has not left us in the dark. He continues to reveal. He reveals to redeem. Na gisa hajatuacha katika gisa, ameendelea kujifunua kwetu. So we are really grateful to God. Tunafurahia sana Mungu. On Monday, Pastor wrapped up on the three spirits he was dealing with: rebellion, insubordination, disobedience, stubbornness, foolishness. Ile Jumatatu mchungaji alimalizia mahubiri yake juu zile roho tatu ambazo alikuwa anazungumzia juu yake: uasi, ukaidi na kutokutii. On Wednesday, Brother Chris was talking on giving, tithing, and the management and accountability. Na Jumatano ndugu Chris amekuwa akinenea juu ya kupeana hesabu 1:10. Last week Friday we looked at speckled birds. Na Juma iliyopita Ijumaa tuliangalia mahubiri ambayo nenea juu ya ndege ama speckled bird, the need for separation, hitaji ya matengano. And today I want us to continue with speckled birds. Leo napenda tuendelee na ndege ya madoa. But we'll be looking at a subtopic: separation brings persecution. Ambayo ni kichwa ya pili ambayo inasema matengano inaleta ziki. Speckled bird, separation brings persecution. Ndege ya matengano. Separation brings suffering. Matengano yanaleta mateso juu yako. Separation brings opposition. Matengano inakuletea upinzani. Blessed be the name of the Lord. Ibarikiwe jina la Bwana. So if you are with your Bible, we can just open to Jeremiah chapter 12 verse 9. Ukiwa na Biblia yako basi tutafungua tu katika Yeremia 12:9. Jeremiah chapter 12 verse 9. Yeremia 12:9. Mine heritage is unto me as a speckled bird. Urithi wangu umekuwa kwangu kama ndege wa madoa. The birds round about are against her. Ndege wakali wanamzunguka pande zote. Come ye, assemble all the beasts of the field, come to devour. Waleteni wanyama wote wa porini, wanakuja wakamwarue. From this verse where we have read, let's just say a word of prayer before we proceed. Kutoka kwenye hili mstari ambao tumesoma, tuwe na neno la maombi kabla hatujasonga mbele. Our Lord and our God, we thank you and we bless your name. Tunakushukuru na tunashukuru kwa jina We lako. thank you for the grace you've given unto your people. Asante kwa neema ambayo umepeana watu wako. We thank you for this hour. Tunakushukuru kwa wakati huu. In accordance to your word, and they shall be taught of the Lord. Sawa sawa na neno lako, na watafundishwa na Come and teach us by your Spirit this day. Kuja utufundishe na roho wako The leo. speakers and the listeners, we pray for your oil of anointing to rest upon our heads. Mafuta yako yapumzike juu ya kichwa chetu. Let the heavens over us be opened. Acha mbingu juu yetu We zifunguke. pray for utterance. Tunaomba ujasiri wa We pray that you kutamka. will strengthen your people. Tunaomba kwamba utatia nguvu watu wako. Thank you, King of Glory. Asante mfalme wa utukufu. In the name of Jesus Christ, Katika we pray. jina la Bwana Yesu Kristo tumeomba. Amen. Amen. So speckled bird, separation brings persecution. Ndege za madoa. Matengano yanaleta ziki juu yako. From where we just read, Mahali ambapo tumepasoma, it said, mine heritage is unto me as a speckled bird. inasema urithi wangu iko kwangu kama ndege wa madoa. My heritage is a speckled bird. Urithi wangu ni ndege wa madoa. Then there are the birds round about her. Na kuna ndege wakali ambao wanamzunguka pande The zote. birds round about her are against her. Wale ndege ambao wanamzunguka wako dhidi The yake. question is, why are they against her? Swali ni kwamba kwa nini wanakuwa dhidi yake? Why are they against the speckled bird? Kwa nini wanashindana na ndege wa madoa? Is it because she's a bird or she's not a bird? Je, ni kwa sababu yeye ni ndege ama yeye haisi ndege? That is not why they are against her. Haiko ndio anaacha wao. The reason why they are against her is because she's speckled. Kusudi yenye nakuwa wanakuwa dhidi yake wamuzunguse ni kwa sababu yeye na madoa. In other words, she's different from others. Njia nyingine yeye iko tofauti na wengine. She's not like every other bird. Hako kama kila ndege mwingine. She's a different bird. Ni ndege tofauti. What makes her different inayomfanya kuwa tofauti is that she's speckled. kwamba yeye ni wa madoa.
Because she's speckled, sababu yeye ni wa madoa madoa, the birds round about her wandege wanaomzunguka are against her. wanakuwa dhidi yake. Last week we were looking at the basis for separation. Ile juma tulikuwa tunaangalia juu ya nyayo za kutenga matengano. But I believe, as God was leading me, that this teaching on speckled bird will not be complete if we don't let you know. Niliona Mungu akiniongoza haya mahubiri juu ya ndege za madoa madoa hazitamalizika kama tuwajulishe That separation brings persecution. kwamba matengano inakuletea uwe na ziki. It's not enough for me to come and tell you be separate, live a separate life. Haitoshe kwangu mimi kukuambia ishi maisha ya kujitenga. We must also know that when we start living that separate life in truth, utapaswa kujua kwamba unapoanza kuishi ile maisha ya kujitenga kwa ukweli, we must expect persecution. Tutapaswa kutarajia ziki. We must expect suffering. Tutapaswa kutarajia mateso. We must expect opposition. Tutapaswa kutarajia upinzani. Blessed be the name of the Lord. Libarikiwe jina la Bwana Mungu. I wrote in my note that the most difficult thing to do on earth is to be different. Niliandika hapa ndani ya notes zangu kwamba jambo kubwa sana kali sana, that's the most difficult thing kukuwa tofauti, to be different. kukuwa tofauti, kujitenga. People like to flow with the tide. Watu wanapenda kutembea na wale ambao wanafanana nao. You hear people saying what is in vogue. Unasikia watu wanasema neno kama hile. Sisters will say it is this hair that is in vogue today. Wanasema hizi nywele ndizo ziko za mtindo leo. So you will see women going about plaiting one particular kind of hair. Unaona wanawake wakianza kusuka aina fulani za nywele. It is what is in vogue. Na ile ndio inapatikana kwa ile mtindo. You will see men, unaona wanaume, they will talk among themselves. Watanena kati yao wenyewe. This car is what is in vogue now. Hii gari sasa ndio iko kwa mtindo wa sasa. Prado is what is in vogue now. Prado ndio inatipashwa kununua sasa. So everybody is running struggling to get a Prado. Kila mtu wote anakimbia kwenda kununua Prado. In Nigeria, among the young people, Nigeria kati ya watoto wa vijana, there's a statement they used to say. Kuna tamshi ambao wanazoea kusema, I want to drive Benz. Napenda kuitembeza Benz. So you meet the average young man. Unakutanisha kijana mwenye miaka midogo. He tells you he wants to drive Benz. Anakuambia anapenda kutembea Benz. I'm hustling so that I will get my Benz. Na mimi pia niko nafanya kazi kusudi nipate Benz yangu. Benz is what is in vogue for them. Kwa sababu Benz ndio inakuwa mtindo kwao. But if you have lived in this earth for a period of time at least, kama umeishi katika dunia kwa muda fulani wa maisha. I don't know about in Uganda, but there was a time a particular model of Benz was reigning. Sijue hapa Uganda, lakini kuna wakati fulani model fulani ya Benz they called it flat boot. Walikuwa wakiita flat boot. In Nigeria, if you took your flat boot and went to the village, kule Nigeria kama ulinunua flat boot ukaenda kijijini, they were applauded that you are a big man. Wangekupigia mikono na kukushangilia na after a while, flat boot phased out. Kisha muda fulani ile flat boot they gave us V boot. Wakatupatia V boot. After that one, they gave us other models. Kisha ile wakatupatia mamodo zingine. Same thing with our phones. Ni lile na simu zetu. A new phone comes out. Simu moja. Techno Phantom. Everybody runs to buy the Techno Phantom. 3 months later, miezi mitatu baadaye, they have brought another one. Wameleta ingine. So people want to follow the trend. Watu wanapenda kufanya mtindo. Let me tell us that a Christian is not a trending person. Hallelujah. Acha nituambie kwamba Mkristo haiko mtu kufuatana na mtindo. A Christian is not a trending person. Mkristo haiko mtu kufuatana na mtindo. The Bible says that the fashion of this world passeth away. Biblia inasema mitindo za dunia hii zinapita. We will live in this world. They are going to do iPhone 100. Tutaishi ndani ya ulimwengu, atafanya iPhone 100. If Jesus tarries, we are going to see iPhone 100. Kama Yesu Kristo anakawia, tutaona iPhone ya 100. So why the mad? Why the rush for things that we think are vogue? Kwa nini kukimbia? Kwa nini kusikia wazimu kwa ajili ya vitu ambavyo zitapita tu? But the Christian, bali Mkristo, is separate. Ni mtu wa tofauti. He's not looking after trends. Hatafute hii mambo ya kisasa. He's not looking for what is in vogue. Hatafute mambo ambayo ni ya kisasa, mambo ambayo ni ya kimtindo. They can be discussing it is this kind of hair that is in vogue. Wanaelewa kwa kizee hizo nywele ambazo sasa zinavutia. The Christian sister is not bothered. Dada Mkristo yeye hajali. She goes to the salon and tell them, "Do me my normal weaving." Anaenda tu kwa salon na kusema, "Munitengeneze tu nywele zangu za kawaida." Remember what the prophet said. Kumbuka kile ambacho nabii. If the world is going
going one way, kama ulimwengu unafuata ile njia, the believer is to go the other way. muamini anafuata ile njia nyingine. That is why he preached the message called oddball. Ndio maana kahubiri ujumbe ambao huita audible. The Christian is an oddball. Mkristayo ni mtu wa kujifanana. I've met people that told me you are strange. Nimekutana watu ambao wanasema wao ni wa kigeni. Excuse me, I'm supposed to be strange. Samahani, napasha kuwa wa kigeni Because kwa wengine. the things that young people are doing, Vitu ambavyo vijana wanafanya, I'm not doing it. mimi sivifanyi. I'm not discussing about it. Mimi siongee juu yavyo. So, hallelujah. how are you living on this earth? Unaishi namna gani hapa duniani? How are you living on this Unaishi earth? hapa duniani. You don't go to parties. Hauende kwenye makaramu. You don't club. You're a young man. Uende kwenye vilabu na wewe ni kijana mdogo. You don't have a girlfriend. Hauna binti rafiki. You are not bothered with wearing shoes of 50,000. Hausumbuke na kununua viatu vya 50,000. You are not bothered with wearing costly chains and all those things. Haujijali na kuvaa zile masheneti za bei kali na mambo kama ile. You are not bothered about fashion. Hausumbuke juu ya mitindo za kisasa. They will say you don't even know how to dress. Wanakuambia hata wewe haujui hata kuvaa. They want me to wear tie that match with my shoe. Wanapenda ninunue necktie zinazofanana na viatu vyangu. Is that my problem on earth? Jele ni shida yangu hapa. To wear if you wear red tie, you must wear red shoe. Wanasema kama unavaa tie uvae na viatu ya kufanana na ile necktie. For me, kwangu mimi, dressing is for covering. Mavazi na kujifunika tu. As far as my nakedness can be covered. Kama tu uchi wangu unaweza kufunikwa. Don't tell me I must wear to match. Usiniambie nivae kwenda So they look at you, they look at the Christian. Wanaangalia Mkristo. And say that one is different though. Wanasema huyu iko tofauti. It's an oddball. Huyu anajifanana huyu. Let us be oddballs. Acha tu watu wa kujifanana. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana Mungu libarikiwe. Separation brings persecution. Mtengano inaleta ziki. It brings opposition. Inaleta upinzani. Being different will bring suffering. Kuwa tofauti italeta mateso kwako. Blessed be the name of the Lord. Lord, jina la Bwana Mungu libarikiwe. Let's open Matthew chapter 5. Tufungue Mathayo 5. Because we are going to look at the basis for suffering. Tutaenda kuangalie chanzo cha mateso. Matthew chapter 5. Mathayo 5. Verse 10 and 11. 10 na 11. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. Heri mwenye kuuziwa kwa ajili ya haki. For theirs is the kingdom of heaven. Maana ufalme wa mbinguni ni yao. Blessed are ye, heri nyinyi, when men shall revile you, wakati watu watawatunua and persecute you, na kuwauzi, and shall say all manner of evil against you falsely, na kufanya maseme yote ya uongo kwa ajili yenu, for my sake. Kwa ajili yangu. Where we just read, mahali ambapo tumesoma, there is something very striking. Kuna kitu ambaye inavutia sana. For which sake? Kwa ajili ya nani? For righteousness' sake. Kwa ajili ya haki. For the sake of the gospel. Kwa ajili ya haki, kwa ajili ya injili. For the sake of the kingdom. Kwa ajili ya ufalme. Because many people will tell you they are suffering today. Watu wengi watakwambia wanateseka leo. But they are not suffering for the gospel's sake. Hallelujah. Lakini hawateseki kwa ajili ya ufalme. That is not what we are talking about here. Haiko ile ndio tukunanena juu yake hapa. Because as we proceed, we are going to see that there are different causes of suffering. Tukiendelea tutaona kwamba kuna aina mbalimbali za mateso. Different causes of suffering. Ziko aina mbalimbali za mateso. And the one we are focusing on is the suffering that comes because you are different. Na ile ambayo tukunanenea hapo sahihi ni ile kuteseka sababu uko tofauti. What makes the Christian different is the word of God. Naye mfanya Mkristo kuwa tofauti ni neno la Mungu. So the suffering we are emphasizing on is the suffering that arises because of the word of God. Mateso ambayo tukunanena juu yake ni mateso ambayo because of your stand for truth. Kwa sababu ya msimamo yako kwa ajili ya ukweli. Because of your stand for truth. Kwa ajili ya msimamo wako wa ukweli. Blessed be the name of the Lord. Libarikiwe jina la Bwana. In the message, the true Easter seal, ndani ya ujumbe ambao unaitwa muhuri ya Pasaka ya kweli, 1961, alihubiri mwaka wa 61, paragraph 56 precisely, ni mstari wa 86. The prophet said, nabii anasema nini? The sons of Satan, wana wa shetani, sons of Cain, wana wa Kaini, they persecute the sons of God. Wanawatesa wana wa Mungu. They put them to death. Wanawadhiki, wanakuwaua. The sons of Satan, wana wa shetani, the sons of Cain, wana wa Kaini, they persecute the sons of God. Wanawauzi wana wa Mungu. Put them to death. They put them to death. Kuwaua. The speckled bird is speckled. Ndege wa madoa madoa ni wa madoa madoa.
And the birds round about, Na they look at her. Ndege wanaomzunguka wanamtazama. She's supposed to resemble them. Anapaswa kuwafanana. But there are some speckling on her. Bali kuna madoa juu What yake. produced that speckled marks? Nini inayeleta yale madoa? The blood of Christ. Damu ya Kristo. The blood of Christ makes her speckled. Damu ya Kristo inatufanya tuwe wa So when madoa. other birds look at her, Wakati ndege zingine they say wanamwangalia, she's a bird like us. wanasema ni ndege kama But sisi. she's different. Lakini yeye iko tofauti. She's separate. Yeye ni tofauti. She's not denominational. Si wa kidini. She believes the whole word of God. Anaamini neno lote la Mungu. She doesn't mingle the word of God with creeds. Achanganya neno la Mungu na For that purpose, kwa ajili ya lile lengo. there is hatred. Wanamchukia. For that purpose, Kwa ajili ya ile lengo. there is opposition. Kuna When upinzani. we read in Jeremiah chapter Mahali ambapo 12, tulisoma the katika Bible Yeremia says 12. they are against her. Biblia inasema wanakuwa dhidi yake. So be ready. Kuwa tayari. If you want to live the true life of Kama unapenda separation, kuishi maisha ya kweli ya be matengano. ready to expect opposition. Kuwa tayari kupata upinzani. Set your mind towards it. Weka mawazo yako kuelekea That ile. opposition will come. Haleluya. Kwamba upinzani itakuja. Persecution will come. Upinzani itakuja. The problem is that Shida ni kwamba, the problem we Christians have is shida that ambayo sisi Wakristo tuko nayo ni kwamba we are not instructed properly when it comes to the issue of trial, persecution, and suffering. na tujaongozwa vizuri napokuja kwenye jambo la dhiki, mateso na So when it comes, we break. zinapokuja alafu tunavunjika chini. When it comes, we shrink. Tunapokuja tunafifia As we proceed in tunapokuja. this teaching, we are going to see biblical steps to deal with suffering. Tukiendelea katika mafundisho tutaona hatua mbalimbali There are za biblical steps kukabiliana to deal with suffering. na mateso. Blessed be the name of the Jina la Lord. Bwana Mungu libarikiwe. Now, I just want to give us an illustration. Napenda kutuonesha jambo fulani. What is Israel's problem Shida ya Israeli ni nini? in the Middle East? Kati ya Mashariki ya Kati. What is Israel's problem in the Middle East? Shida ya Israeli ni gani Mashariki ya Kati? Israel is having problem because she is different. Israeli anapatwa na shida sababu yeye ako tofauti na wengine wote. She is different from her Arab neighbors. Yeye ni tofauti na nchi za Waarabu. You have Jordan, Kuna Yordani, you have Syria, kuna Syria, you have Egypt. kuna Misri, They are surrounding Israel. wanamzunguka You have Israeli. Iran also. Irani pia yuko And what pale. are they saying? Na wanasema nini? Let us push her to the sea. Tumusukume ndani ya bahari. When you read Psalm 80, Psalm 83, Unaposoma Zaburi you will see 88, them saying, Tamani let na- us wipe off our remembrance from the earth, utaona wakisema acha tuifute ukumbusho wake duniani that she no longer will become a nation. ili asiweze kuwa tena taifa. Why are the Arabs against Israel? Kwa nini Waarabu wako dhidi ya Israeli? Because she is different. Kwa sababu ako tofauti. In the Middle East, Mashariki ya Kati, every other nations there are controlled by the Islamic spirit. kila taifa zingine zote pale zinatawaliwa na roho ya Kiislamu. But Israel has fought that Islamic spirit. Bali Israeli inapiganisha ile roho ya Kiislamu. So those Arabs, they hate her. Wale Waarabu wanamchukia. They hate Israel Wanamchukia Israeli because Israel is different. sababu Israeli iko tofauti. You will say they're after the land of Jerusalem and so forth. Utasema wanatafuta Yerusalema na mengineyo. But if Israel today would declare that she's an Islamic state, Kama Israeli leo akijitangaza kwamba yeye ni nchi ya Kiislamu, those hostilities will cease against Israel. ile kushambuliwa kutakoma dhidi ya Israeli. If you compromise as a Christian today, Ukilegea kama Mkristo leo, those hostilities against you will also cease. oh haleluya, mashambulizi juu yako yatakoma pia. Hostilities are coming against you because you are different. Wanakushambulia ni kwa sababu uko tofauti. You are different. Uko tofauti. Israel is in that Middle East. Israeli iko pale Mashariki ya Kati. She's surrounded by her Arab neighbors. Anazungukwa na Waarabu wenzake. They are against her because she's different. Wako dhidi yake sababu uko tofauti. By the grace of God, I'm putting a piece, a book, like a book, Kwa neema ya Mungu niko naweka kitu fulani kama kitabu on God's end time dealings with Israel. kwa jinsi Mungu anayokabiliana na Israeli kwa wakati wa mwisho. In that book, we are going to look at the hatred, where it began from. Ndani ya ile kitabu tutaangalia chuki ilianzia In that wapi. book, we are dealing with the Psalm 83 coalition. Ndani ya ile kitabu tunaangalia ile
Psalm 83 war. Ama vita ya Zaburi 83. In that book we're also dealing with Ezekiel 38 war. Ezekiel 38-39 war. Ndani ya ile kitabu pia tunanena juu ya vita vya Ezekiel 39. We're also going to deal with the return of the lost 10 tribes in that book. Na tutanenea pia juu ya kupotea kwa makabila 10 za Israeli ndani ya ile kitabu. God led me to start dealing with it, writing on it. Mungu aliniongoza nianze kuandika hiyo kitabu. God was just showing me in that book when I was writing that Israel is hated because she's different. Mungu akanionyesha kwamba Israeli inachukiwa kwa sababu the same way the Christian is hated vile because he's different. Mkristo anachukiwa kwa sababu wako tofauti. A compromiser is not going to be hated. Mtu akulegea hata chukiwa. If you are compromising, kama unalegea, the world has no reason to hate you. Ulimwengu haina lengo la kuchukia. If you are in the university, uko kwenye chuo kikuu, you don't have a boyfriend, hauna binti rafiki, they will want to have boyfriend to hate you. Wale ambao hawatakuchukia. But if you are compromising, bali ukianza kulegea, you have boyfriend in the morning, una vijana rafiki asubuhi, in the evening you don't have boyfriend, jioni hauna you have boyfriend on Saturday, una kijana rafiki on Sunday you don't have boyfriend, Jumamosi, Jumapili hauna, you won't be persecuted, hawatakuudhi because you are just like them, sababu unafanana nao. But when you are speckled, bali unapokuwa na doa, speckled by the blood of Christ, doa la damu ya Yesu Kristo, you are a symbol that will be hated. Wewe niyo alama ambayo itachukiwa. Be ready for persecution. Uwe tayari kwamba be ready for sufferings. Uwe tayari kwamba utateswa. Be ready for opposition. Uwe tayari kwamba utapata upinzani. The Lord led me to read Nehemiah chapter 4. Bwana Mungu akaniongoza nisome Nehemiah. One of the texts we took last week was Nehemiah chapter 3 verse 8. Ile ambayo tulisoma ndani ya juma iliyopita ilikuwa Nehemiah. And they fortified Jerusalem onto the broad wall. Wakaitengeneza Yerusalemu kwenye ukuta. In Nehemiah chapter 3 they were fortifying Jerusalem. Ndani ya Nehemiah 3 walikuwa naijenga, walikuwa naijenga ukuta matengano. Look at what happened in Nehemiah chapter 4. Ona ile mbali inaonekana opposition katika Yeremia 4. Nehemiah chapter 4 introduces with an opposition. Nehemia 4 ni unapata pale walikuwa na upinzani. Devil doesn't want you to be separate. Bilisha apenda uwe devil wants you to be a compromiser. Bilisha anapenda uwe mtu akulegea. He wants you to be a hypocrite. Anapenda uwe mnafiki. But the moment you come to an awareness that you need to raise the wall of separation, wakati unapopenda kutambua kwamba upashe kuvuta ile upandisha ile ukuta matengano, he will raise opposition against you. Wataleta upinzani dhidi yako. Fierce opposition. Upinzani mkali sana. The Christian is a separate being. Mkristo ni mtu wa kujitenga. And as such, the world is not worthy of him or her. Na ulimwengu haumstahili yeye. Hebrews 11:38. Waebrania 11:38. Hebrews 11:38. Waebrania 11:38. Of whom the world was not worthy. Kwao ulimwengu haikuwastahili. They wandered in deserts. Walisumbuka huko mountains, walisumbuka huko katika caves of the earth, katika majangwa, katika mashimo. Why was the world not worthy of them? Kwa nini ulimwengu haikuwastahili? Because they were not like the world. Kwa sababu hawakufanana na ulimwengu. They were different from the world. Walikuwa tofauti na ulimwengu. They were set apart. Walikuwa wamewekwa pembeni. They were called out. Walikuwa walioitwa. In those days there was a clear distinction between who is a Christian and who is not. Katika zile siku ilikuwa tofauti ya nani ni Mkristo nani si Mkristo. It's not like today we have over 3,000 denominations. Haiko kama leo tuko na zaidi ya madini 1030 so in those days as a Christian you were distinct and clear. Kama zile siku kama Kristo ulikuwa mtu tofauti sana. In those days once you become a Christian, zile siku ukiwa Mkristo, you lost your inheritance in your family because Christianity was coming to the Gentiles. Ulipoteza urithi wako sababu Kristo alikuwa anakuja kwa mataifa. If your parents were sending you to school and they've not believed, they will stop sending you to school. Kama ulikuwa nenda shuleni na ukaamini, wazazi wako wangeanza kukutuma shuleni. You will be hated. Wangekuchukia. You will be called the black sheep of the family. Wangeweza kukuita kondoo mweusi katika jamaa. Because you are different. Kwa sababu uko tofauti. Because you are different. Sababu uko tofauti. The world will not be worthy of you. Ulimwengu haitakustahili. Because you are no longer like the world. Sababu haufanani tena na ulimwengu. I'll give us a testimony about a brother by the grace of God I led to the faith. Nitawapatia ushuhuda juu ya ndugu ambaye kwa neema ya Mungu limuongoza kwa As a young man, kama kijana, he brought women to the home. Alileta wanawake nyumbani. Did all manner of things, went to parties and clubs and so forth. Akafanya kila aina ya namna mambo yote kama vilabu na his parents had no problem with that. Wazazi wake hawakuwa na shida na hiyo. But the moment he believed, wakati aliamini,
started hearing this gospel. akaanza kusikia hii injili, He stopped bringing women to the house. akaacha kuleta wanawake He nyumbani, stopped keeping late night out. akaanza haende tena usiku nje. His parents got offended. Wazazi wake wakauzika, They started persecuting him. wakaanza kumuuzi. I don't understand. Mimi sielewi. When your son was doing bad, you were okay with it. Wakati mwanako alikuwa anafanya mabaya, But your son started doing good. mwanako anaanza He kutenda stopped bringing mema, women to the house. anaanza halete tena wanawake He stopped nyumbani. keeping late night out. Hatembee tena They usiku, started persecuting him. unaanza kumuudhi. His car was collected. The car the parents gave him was collected from him. Gari ambayo wazazi wake walikuwa walimpatia wakamuondolea, And certain other little benefits, they stopped it. na faida wengine mbalimbali wakazisimamisha. Separation brings persecution. Matengano yanaleta ziki. Blessed be the name of the Lord. Jina libarikiwe la Bwana. I want us to read Hebrews chapter 10, verse 32 to 33. Napenda tusome Waebrania 10:32. But call to remembrance the former days, Lakini zikumbukeni siku za zamani in which after you were illuminated, ambazo mlikisha kupewa nuru. what illuminated these people? Nini iliwatia nuru hao watu? The gospel. Injili. The gospel is an illumination. Injili ni inakupea nuru. After they were Kisha illuminated, kupewa nuru, they endured a great fight of afflictions. mulistahimili mashindano makubwa ya maumivu. Partly whilst you were made a gazing stock, Punde mukawa mashtuni la ziki, both by reproaches and afflictions. ziki na mateso. And partly whilst you became companions of them that were so used, Na mukaacha kuwa na wale ambao walishirika, wale ambao hawakuyafaa, because they were illuminated, ni kwa sababu waliangaziwa nuru, because they received the gospel, sababu walipokea What happened to them? injili. Nini kafanyikana kwao? they were made a gazing stock. Wakaanza kuwacheka. That is, if people were going, Watu wakienda, people will look at them, watu wangeangalia, people will just shake their heads. watu wanatingiza tu vichwa vyao. I pity this one. Oh, namsikilia huruma huyu. This one that is supposed to, you are supposed to be bowling in the club. Huyu ambaye angepashwa kuweko na cheza ndani ya vilabu. You are supposed to have been doing your fraud. You're supposed to have bought your first car, your second car. Wapasha kwa limenunua sasa gari lako la kwanza, gari You lako are la here, pili. you are here carrying Bible. Uko hapa Open. unabeba Biblia yako. So they will look at the Christian. Watamwangalia They will Mkristo. pity him. Watamsikilia huruma. After him, they will mock him. Baadaye watamcheka. They will just look at this young promising man. Watamwasema angalia huyu kijana. Look at this young promising man. Angalia huyu kijana mwenye. See what he faida. has become of himself. Ona gisi ambaye imeweza kufanana. He's now carrying Bible doing church. Anabeba Biblia yake sasa kwenda kanisa. So they were made gazing stock. Wakafanya mambo ya kuchekea. People will pass and gaze on them. Watu wangepita na Pity them. wawasikilie huruma. Mock them. Say Wawacheke. this one doesn't even have any future. Huyu hana tena wakati ya mbeleni. Blessed be the name of the Jina Lord. libarikiwe la Bwana. This separation that we're talking about, as I was saying, Matengano ambayo tunanena juu yake it tukisema is because of the word of God. ni kwa sababu ya neno la Mungu. Blessed be the name of the Jina la Lord. Bwana Mungu libarikiwe. Because of the word of Kwa God. sababu ya neno la Mungu And because of the cross. na kwa sababu ya msalaba. In Galatians chapter 6 verse 12. Ndani ya Galatia 6:12. Galatians chapter 6 verse 12. Galatia 6:12. Paul said, Paulo anasema, as many as desire to make a fair show in the flesh, wote wanaotamania kuonesha katika huu mwili they constrain you to be circumcised. wanakuziza usitahiriwe. Only lest they should suffer persecution for the cross of Christ. Wataudhiwa kwa ajili ya msalaba wa Kristo. As we proceed, I will make us know that there are different causes of persecution. Tukiendelea nitakuonesha kwamba ziko aina There mbalimbali. are different causes of suffering. Kuna sababu Our emphasis in this teaching is suffering because of the cross. Lengo yetu katika hii mahubiri ni kuteseka kwa ajili ya Suffering because of msalaba. the gospel. Unateswa kwa ajili ya In injili. the parable in Matthew chapter 13, Jesus said, Ndani ya Mzali 15 Yesu akasema, by and by, when offenses come because of the word, wakati pitapo, wakati ziki inakuja kwa sababu ya he neno, gets offended. wanauchukua He zika. leaves the word. He forsakes it. Anaacha ulimwengu, anaiacha. Offenses will come because of the word. Vikwazo vitakuja kwa sababu ya neno. Expect it. Vitarajia. Because of that which you have believed. Kwa sababu ya neno ambalo umeliamini. Offenses will come. Vikwazo vitakuja. Offenses will come. Vikwazo vitakuja. How do you manage it? Unaviwezaje? Will you get offended, Je, utakwazika or you will hold on to ama utavumilia and say, na kusema, I'm a speckled bird. niko ndege wa bana wa madoa. I am ordained unto these things. Mimi nimechaguliwa kuweza kukutana na haya. Blessed be the name of the Lord. Ibarikiwe jina la Bwana. Blessed be the name of the Jina la Lord. Bwana Mungu libarikiwe. Philippians chapter 1 verse 29. Wafilipi 1:29. Philippians chapter 1 verse 29. Wafilipi 1:29. For unto you it is given Kwenu maana mumepewa in the behalf of Christ, kwa ajili ya Kristo, not only to believe on him, si kumwamini tu, but also to
suffer for his sake. ila kuteswa kwa ajili yake. Blessed be the name of the Lord. Ibarikiwe jina la Bwana. Many people want to believe on him. Watu wengi wanapenda kumwamini. But look at what the gospel is saying. Tazama kile ambacho kitabu cha Wafilipi It's kinasema not hapa. enough for you to believe on him alone. Haitoshe kwako kumwamini yeye peke yake, But also to suffer for his sake. bali pia kuteswa kwa ajili yake. So this suffering is for his sake. Hii mateso ni kwa ajili yake, It's not for any other thing's sake. haiko kwa ajili ya mtu mwingine. Blessed be the name of God. Libarikiwe jina la Bwana. I would like to tell us that persecution is twofold. Napenda kutuambia kwamba mateso iko njia mbili. Persecution is twofold. Ziki inakuwa kwa vipande viwili. Persecution is without. Ziki iko kule nje, And persecution is from within. na ziki pia inatoka ndani. There is the persecution that will come from without. Kuna ziki ambayo itatoka kwa watu wa nje. There is the persecution that will come from within. Kuna ziki ambayo itatoka kwa watu wa ndani. Blessed be the name of God. Libarikiwe jina la Bwana. The persecution from without Ziki ya kutoka nje are from professing unbelievers. inatoka kwa wale wa kudai kwamba ni waamini. They say they are unbelievers. Wanasema wao ni waamini. They say they are unbelievers. Wanasema ni wasiamini. You say you are different, you are a Christian. Unasema uko tofauti kwa Mkristo. So those, they will persecute you. Wale watakuudhi. They will trouble you. Watakusumbusha. They will oppose you. Watakupinga. They will oppose you. They Watakupinga. will persecute you. Watakuudhi. They will bring sufferings your way. Wataleta mateso njiani That is mwako. the persecution that is from without. Ile ndio ziki inayotoka nje. Let's read 2 Corinthians chapter 11 verse 26. Tusome Wakorintho wa pili 11. 2 Corinthians 11:26. Wakorintho wa pili 11:26. In journeys often, Katika kusafiri mara in na perils mara, of waters, katika hatari za mito, in perils of robbers, katika hatari za wanyang'anyi, in perils by my own countrymen, katika hatari za watu wa lugha yangu, in perils by the heathen, katika hatari za in wamataifa, perils in the city, katika hatari za mijini, in perils in the wilderness, katika hatari za jangwani, in perils in the sea, katika hatari za baharini, in perils among false brethren. hatari kwa ndugu za uongo. So Paul was complaining here Paulo alikuwa how anaandika that hapa. perils and sufferings came to him from them that are Jews. Mateso, hatari zilikuja kwake kwa wale ambao walikuwa Them wanajiita that are supposed to be brethren with him. wale ambao walipaswa kuwa wa ndugu zake. It came from them. Ilikuja kwao. Then he also said it also came from them that are hidden. Inasema pia ilitoka pia kwa wale He ambao wa also came mataifa. from the unbelievers. Pia wasiamini. He also came from the unbelievers. Ilitoka pia kwa wasiamini. The persecution that is without. Ziki ambayo inatoka nje. I can understand that one. Naelewa hilo. I will know that is an unbeliever dealing with me. Nitajua kwamba ni msiamini ndiye But when anakabiliana. someone that is called a brother Bali wakati ambao anaitwa ni ndugu start persecuting you, anaanza kukuudhi. it's very tough. Oh, inakuwa vikali sana. It's very serious. Inakuwa ni vikali Paul sana. called them false brethren. Paulo akawaita wa ndugu wa In uongo. perils from false brethren. Hatari kutoka kwa They ndugu wa are uongo. brethren. Ni wa ndugu. They are fellowshipping with you. Wanashiriki pamoja na wewe. They are eating with you from the same plate. Wanakula pamoja na wewe kwenye meza But they will moja. persecute you Bali watakuudhi on wewe. account of your difference. Kwa sababu ya kuwa tofauti. They are compromisers in the church. Ni watu wa kulegea kanisani. They have girlfriends. They have brothers that have girlfriends. Kuna wandugu ambao wana girlfriend. You refuse to have Wewe girlfriends. unakataa kuwa na girlfriend. In that same church, they will trouble you. Ndani ya ile kanisa They will watakutesa. persecute you. Watakuudhi. They will call you names. Watakuita majina. They will call you, you are a Jew, you are a Jew man. Wanakuita majina. I don't know whether you know the meaning of a Jew man. Sijui kama mnajua maana ya jumla hapa. In Nigeria, Nigeria. somebody that looks like a fool, Mtu ambaye anaonekana kama mjinga. that doesn't really know what he's doing. That Fala, fala. when his mates are enjoying, Wakati wenzake wanafurahia, he's just there. wanamuita They fala. say you are a Jew man. Wanamuita ulifala. Or they call you JJC. Waganda watakuita ulifala. JJC. Fala. Johnny just come. Wanakuita fala wewe. That means you don't even know anything. Wanasema hujui lolote. So I understand persecution from the people that are outside. Naelewa zile ziki za watu wa kutoka nje. Remember the betrayal of Jesus. Kumbuka kusaliti He kwa said, Yesu. one that ate with me. Anasema yeye aliyekula pamoja That is naye. the thing that pained him the Ile ndio most. ilimuumiza If zaidi. it's from the outsider, Kama alikuwa kutoka it kwa will nje. not pain you too much. Haingekuumiza sana. What are you expecting from an unbeliever? Unatarajia nini kwa But when msiamini? it comes from someone within, Inapokuja kwa mtu ambaye iko ndani. it cuts the heart. Oh, ikakata roho yake. It cuts the heart. Inakata roho yake. Paul said, from people that are Jews, my countrymen. Paulo anasema watu ambao ni Wayuda, watu wa taifa wenzangu. He said, from people that are false brethren.
watu ambao ni wandugu wa wangu They are brethren. wako We wandugu are not taking it away from them. hatuondoshe But they kwa are false bali brethren. ni wandugu wa And they wangu will persecute you. na watakuudhi The wewe prophet said, na Biblia akasema the same way the son of the bondwoman persecuted the son of the free vile woman. vile mwana wa Hura alimuudhi mwana wa aliye That is the same way Ni vile false vile. brethren will persecute true wandugu wa believers. wangu wataudhi In the waamini same wa kweli. church. katika kanisa moja In the same fold. katika kanisa moja In the same gathering. katika makusanyo mamoja. Blessed be the name of Oh, God. jina la Bwana Mungu libarikiwe. Galatians chapter 4 verse 29. Wagalatia 4:29. Look at what he said. Angalia inachosema Wagalatia. But as then he that was born after the flesh Lali yeye aliyezaliwa kuhusu mwili persecuted him that was born after the spirit. alimuuzi aliyezaliwa kwa roho. It did not end now. Haikukoma Look at what sasa. Paul said. Angalia Paulo anasema Even so it is now. vivyo hivyo ndivyo ilivyo hata sasa. So now Sasa the son of the bondwoman mwana wa mwana aliye huru is persecuting the son of the free. aliyefungwa anauzi mwana wa mwana aliye Why? huru. Kwa nini? Because he is different. Kwa sababu yeye iko tofauti. Because you are a different species. Sababu wewe ni mtu wa kipekee. You are a unique species. Wewe ni mtu wa kipekee. Oh, a royal priesthood. Oh, mfalme. Peculiar people. Mtu wa kipekee. Called out Aliyeitwa to show forth the praises of God. kuonesha sifa za Mungu. On account of that, Kwa sababu ya hiyo you will experience dual persecutions. utapata kuuziwa mara pili. Persecution from without. Dhiki ya kutoka nje In your office, katika ofisi yako, you have refused to falsify figures. umekataa Falsify figures. kujaribu kuchora ofisi figa za uongo. They will persecute you. Watakuuzi. They will persecute you. Expect it. Watakuuzi. Don't go and say, Brother Gideon taught us separation. Usituambie ndugu Gideon anatufundisha I'm kutengana. separating myself now and I'm suffering in my office. Niko najitenganisha na sasa Expect ndani ya it. ofisi yangu. Arm Jitarajie. yourself with this mind. Jivalishe na haya So that mawazo. when it comes, you will not be faced. Inapokuja It will not shake you. itakutikisa You wewe. expected it. Wewe utaitarajia. Let me give us another illustration Ndio of tuoneshe mfano persecution from mwingine within. ya ziki ya kutoka ndani. Growing up Tukikuwa in the Catholic Church, katika kanisa Katoliki there's what is called altar boys. kuna wale ambao wanaitwa vijana wa kwenye They madhabahu. serve the mass. They serve the service. Wanatumika katika zile maibada zao. Among them, there are groups that used to steal the communion wine. Kati yao kuna vikundi ambao wanaiba mvinyo. The wine they use for communion, they will steal it and drink Ile it. divai wanaiba na But wanaikunywa. among them, there are those that are good. Bali kati yao kuna wale ambao ni wazuri. They are all altar boys. Wote ni wa vijana But kwenye among them, there madhabahu. are the ones that are good. Kati yao kuna wale ambao ni wazuri. So when they are stealing, those ones that are good will not accompany them. Wale ambao ni wazuri hata washindikiza. They will persecute that one. Watawauzi They wale. will set trap for him. Watamwekea mitego To ule. the extent that they are likely to set trap that will remove him from that office. Wataweza hata kumuondoa ndani ya ile They will ofisi. set trap for him that will remove him from that his serving of the mass. Wataweza kumuondoa ndani ya kutumikia ile maibada zao. That is from false brethren. Ile inatoka kwa ndugu wa uongo. Don't just expect persecution from them that are outside. Usitarajie tu ziki kwa wale ambao wako nje. Even in the church, Hata ndani ya kanisa some people will see your zeal. watu wataona juhudi They will yako. start persecuting you. Wataanza kukuziki. Is it the only brother? Je, ndugu pekee? If pastor gives you opportunity to preach, Mchungaji akipatia fursa ya kuhubiri, you preach well. unahubiri People vyema. clap. Watu wanapiga Somebody mikono. will stand on this Mtu mwingine side. atasimama upande Is mwingine. that the only brother? Je, yeye ndio pekee? Is it the only Je, one? ndugu pekee? He will start persecuting you. Wataanza kukuuzi. But he's supposed to be a brother. Bali ni ndugu yako. Supposed to be a brother. Apache kwa ndugu But he yako. will persecute you. Bali Look atakuuzi. at the life of Joseph. Angalia maisha ya Yusufu. It was his brothers. Ilikuwa ndugu zake. His elder brothers. Ndugu zake wakubwa. People that are supposed to know more in the faith than him. Watu ambao walipaswa kujua mengi kuhusu. They are the ones that Kristo. persecuted him. Wale ndio wakamuudhi. Persecution from within. Dhiki za kutoka ndani. Expect it. Zitarajie. Blessed be the name of God. Libarikiwe jina la Bwana. Now, Sasa suffering is caused by different things. mateso yanasababishwa na mambo mbalimbali. First of all, suffering is caused because there is sin in the world. Kwanza mateso yanatokana kwa sababu dhambi iko ndani ya ulimwengu. Because the world is falling, Ulimwengu inaanguka. suffering occurs in this world. Basi mateso yanakuwa ndani ya ulimwengu huu. Then there is the suffering that is caused by specific sins of individuals. Basi kuna na mateso ambayo yanatokana kwa sababu ya dhambi fulani za watu. The Jewish people knew that. That's why when the Wayuda walijua hilo, disciples, ndio maana when they saw that man wanafunzi- that was born blind, wakati wanafunzi waliona what ule did they mtu ambaye ask? alizaliwa kipofu akauliza Who nini? sinned? Nani alifanya Because dhambi? they know that sin can bring suffering. Walijua kwamba dhambi They inaweza kuleta know. mateso. So when they Walijua. saw the man that was born blind, Walipoona ule mtu aliyezaliwa they kipofu, say, did his parents sin? wakauliza, je, wazazi wake Or did walifanya the man dhambi? himself sin? Ama huyu mtu mwenyewe alifanya dhambi? They knew that sin could bring some Walijua suffering. kwamba dhambi fulani ingeweza kusababisha If they are mateso suffering fulani. because of sin's sake, Kama unateseka kwa ajili ya this dhambi, message is not for you. hii ujumbe haiko yako. The only thing I can tell is to repent from your Ile sin. bali nitakwambia ni tubu kutoka kwa Because dhambi zako. there is no virtue in suffering for sin's Kwa sake. sababu hakuna nguvu katika kuteseka kwa ajili ya It
dhambi. There is another suffering that is caused by foolishness. Kuna ile kuteswa ambayo inatokana na ujinga. Pastor has taught extensively on foolishness. Mchungaji amenenea mengi kuhusu upumbavu. You are asking in your heart, how can someone suffer for being foolish? Mtu gani ataweza kuteseka kwa ajili ya kuwa mpumbavu? My brother and sister, you can suffer for being foolish. Ndugu yangu na yangu naweza kuteseka kwa ajili ya kuwa Because mpumbavu. when you are foolish, you will make foolish choices. Sababu unapokuwa mpumbavu utafanya chaguo za upumbavu. And when you make foolish choices, like a foolish choice in marriage, unapofanya chaguo la kipumbavu kama ndoa ndani ya you will be suffering marriage. Utateseka ndani ya ndoa. Instead of you to enjoy marriage, afadhali yawe kufurahia ndoa, you will manage marriage. Utakuwa mwenye you be managing it. Utakuwa unaitembeza. You are supposed to enjoy it. Wapaswa kuifurahia. But your choices you have made, chaguo uliyofanya, in your foolishness, ndani ya ujinga wako, you start suffering because of it. Utaanza kuteseka kwa ajili yake. Galatians chapter 6 verse 7 say, God is not deceived. Wagalatia 6 nasema Mungu what a man sow he will reap. Kile ambacho mtu anapanda atavuna. So if you sow foolishness, ukipanda ujinga, you will reap foolishness and suffering. Utavuna ujinga na mateso. People suffer because they are foolish. Watu wanateseka sababu ni wajinga. Somebody gives them an advice. Mtu fulani anawapea shauri fulani. They refuse to take it. Wanakataa kuichukua. Their suffering will come. Mateso yao yatakuja. It's just expected. Uitarajie tu. You have been listening to the message by pastor, rebellion, disobedience and all that. Umekuwa ukisikiliza mahubiri ya mchungaji ya uasi, kunini, upumbavu, foolishness, upumbavu, and you refuse to take correction. Na unakataa kuchukua masahihisho. What did God say? Mungu akasema nini? In Proverbs chapter 1. Ndani ya Mezali. Because I have called you and you did not hearken. Sababu nilikuita na haukusikia. When your calamity come, I will laugh. Wakati dhiki yako itakuja nitakucheka. When your trouble come, I will laugh. Wakati shida yako itakuja nitakucheka. Because your trouble will come. Sababu shida yako itakuja. A fool that is reproved, had him in his neck. Ule mpumbavu ambaye anakemewa na will suddenly come to destruction and calamity. Atafikia kwenye mapigo. So if you are a foolish fellow, ukiwa mtu mpumbavu, refuse instructions, ambaye amekataa uongozi, expect that suffering is coming. Tarajia kwamba mateso kunakuja njiani. And that reason why people suffer is because of ignorance and arrogance. Kitu kingine ambaye inaacha watu wateseke ni kwa sababu ya kuwa wajinga na kiburi. We have been dealing with ignorance in the series of messages we've been. Tumekuwa tukionelea juu ya hii kiburi, majivuno. Let me give us an illustration of what happened to me when I was coming to Uganda. Acha niwaoneshe kitu ambacho kilifanyika kwangu nilipokuwa nakuja Uganda. I was in the plane. Nilikuwa ndani ya ndege. It was my first time. Ilikuwa mara yangu ya kwanza. And I was pressed. Na nilikuwa nasikia vibaya. But I don't know how the toilet functions in a plane. Lakini sijui gisi choo zinavyotumika ndani ya ndege. So I was pressed. Nikafinywa. But I was holding it. Nilikuwa nikaifikiria. I was suffering for my ignorance. Nilikuwa nateseka kwa ajili ya kutokujua kwangu. I was suffering for my ignorance. Nilikuwa nateseka kwa ajili ya kutokujua kwangu. Somebody was with me. Mtu fulani alikuwa pamoja na mimi. I would have just asked him, bros, how does this thing nilikuwa tu kumuuliza ndugu. But I was ignorant. Nikachukua tu kwa mjinga. You saw we can suffer for being ignorant. Unaona kisi tunaweza kuteseka kwa ajili ya kuwa wajinga. So I held it. Nikaishika. When we got to Ethiopia. Tulipofika Ethiopia, I eased myself. Nikajisaidia mwenyewe. In preparation for the continuing flight to Entebbe. Tukingojea ile ndege ya And now when I'm going back, nikirudi, I will not drink or eat anything. Sitakunywa ama kula chochote. See what ignorance do to people. Unaona kile ambacho kutokujua. So that I can hold myself. Ili niende kujizuiza. So that I can hold myself. Ili niende kujizuiza. There is a story of a particular man that paid a ship ticket. Kuna habari za mtu fulani ambaye alipa tiketi ya mashua. People were eating in the ship. He bought a biscuit and was managing. Watu walikuwa nakula ndani ya mashua, yeye akanunua biskiti alikuwa. Somebody finally asked him when they were getting to the end of their voyage. Watu walipokuwa mtu fulani akamuuliza walipofikia mwisho. Somebody asked him, why are you doing like this? Why are you managing biscuits? Kwa nini huko unakula tu biskiti? He said, I don't have money to pay for the food. Akasema sina pesa za kununua. The person told him it has been paid for in the fare. Huyu jamaa akamwambia ulilipia ndani ya tiketi yako. See what ignorance do. Unaona kutokujua ambaye inafaa. He has suffered himself for nothing. Amejitesa mwenyewe kwa ajili ya kutokujua. Ignorance is one tool Satan uses to blindfold Christians to their redemptive rights. Kutokujua ni kiambo ambacho shetani anatumikisha kwa Wakristo wasiweze. You don't know that everything has been paid for. Faida za ukombozi. Hawajua kwamba kila kitu yote lipiwa. You don't know everything has been paid for by Christ. Kwamba kila kitu yote lipiwa. You begin to manage. Unaanza kuweza. Manage. And after managing, kisha kuweza, you will think it's humility. Utawazia kwamba ni unyenyekevu. Satan will tell you you are humble. Shetani atakwambia no, you are not humble, you are ignorant. Hauko mnyenyekevu, huko. It's not humility, it's ignorance. Uko nani ya kutokujua? Arrogance. Kiburi can also make us suffer. Inaweza tufanya pia tuteseke. When Cain, wakati Kaini brought sacrifice, alileta sadaka, what did God tell him? Mungu akamwambia nini? An offering is waiting for you. Sadaka inakungojea. Take it and kill it and do like Abel. Ichukue na uiue na uifanye kama Abel. But what did he do? Akafanya nini? He was arrogant. Kwa mtu God provided that as animal for him. Mungu akamletea ule mnyama. But he said, kasema, I would not.
Stefano. He was arrogant. Alikuwa mtu wa kiburi. What happened to him? Nini ilifanyikana He kwake? became a vagabond. Akawa mtoto haramu. So arrogance Kwa hiyo kiburi will make you suffer. majivuno itakufanya uteseke. If you are arrogant, Kiburi. they are giving you instruction, do this, do that, do that. You are saying, I will do Wanakupatia it, I will uongozi, not. fanya hivi, fanya hivi, nasema sitafanya, You are a young girl. Wewe ni binti They are mdogo. telling you don't have boyfriend. Wanakuambia usiwe na binti wa Don't rafiki. do this, don't that. You are Usifanye hivi, refusing. unakatala. Don't worry. Usijali. I will take care of your baby out of wedlock. Nitashughulikia I mtoto wako nje ya I ndoa. will be present to help you take care of that your baby. Nitamshughulikia mtoto wako ule. When that pregnancy will stop you from going to school, Wakati ile mimba itakuacha I will usiende stay at shule. home with you and we will be playing together. Nitakaa nyumbani na wewe na Since you tutakuwa have tunacheza chosen to be pamoja. arrogant, Kwa sababu umechagua kuwa since mtu you wa have kiburi. chosen to be foolish, Umechagua kuwa mpumbavu since you have rejected counsel, na umekataa mashauri. then there is the final suffering which comes for the gospel's sake. Na kuna ile mateso ambayo inakuja kwa ajili ya kusimama na injili. Suffering for the gospel's Kusimama sake. kwa ajili ya kusimama na injili. That is what we are talking about. Ile ndio tuko tunanena hapa Not any other suffering. Hapana kuteseka If kwingine. you are suffering for sin, repent. Kama huko unateseka kwa ajili ya dhambi, tubu. If you are suffering for foolishness, Kama unateseka kwa come ajili ya out from your upumbavu, foolishness. kutoka ndani ya upumbavu wako, seek counsel. tafuta mashauri. If you are ignorant like me, Kama huko haujui kama ask mimi, questions. uliza maswali. Read the word of God. Soma neno la Know Mungu. your redemptive rights. Jua haki zako za If you are an ukombozi. arrogant fellow, Kama uko mtu wa kiburi, come majivuno, off your idols and humble yourself. jinyenyekeze, jishushe chini. Blessed be the name of the Jina la Bwana Mungu Lord. libarikiwe. Jesus was separate from sinners Yesu alijitenga na wenye dhambi, and he was persecuted. wakamuudhi. And we his servants, Na sisi watumishi wake, if we are going to be separate like Christ, kama tutatengana kama Kristo, we should expect persecutions. tupashe kutarajia ziki. The prophet said in the message, the sudden secret going away of the church. Nabii akanena ndani ya ujumbe kuondoka kwa siri kwa kanisa. 1958, paragraph 145. Mwaka 58. And that's the way the real church of God has to take it sometime. Vile ndivyo kanisa la Mungu linapaswa kuichukua mara nyingine. The dirty work, Safari ya mchafu, all these scandal names, kuwatia majina and machafu all of the things that is mean, na mambo yote ambayo ni ya mabaya, to be told at it. wayakanyange. And she's a great speckled bird. Na yeye ni ndege kubwa wa Oh, I am a madoa. great speckled bird. Oh, niko ndege kubwa wa madoa madoa. Let us just look at the life of Joseph. Tuangalie tu maisha ya Yusufu. Joseph was a good example of one that was persecuted. Yusufu alikuwa mmoja wa wale ambao aliuziwa kwa ajili ya haki yake. And we know Joseph was a type of Christ. Na tunamjua kwamba Yusufu alikuwa mfano wa Kristo. So let us look at the life of Joseph. Tuangalie basi maisha ya Yusufu. Joseph was separate. Yusufu alikuwa mtu wa kujitenga. How was he separate? Alijitenga namna Let's gani? go to Genesis 37. Tusome Mwanzo 37. Genesis 37. Mwanzo 37. He was separate. Look at verse 4. Angalia mstari wake ni wa 4. And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, Na wakati ndugu zake walimuona kwamba baba yake alimpenda kuliko ndugu zake wote, they hated him wakamshukia and could not speak peaceably unto him. wala hawakuweza kusemezana If naye you read kwa verse amani. 2. Ukisoma mstari wa 2, The other sons were stubborn. wana wale wengine walikuwa wajanja. The Bible said Walikuwa Joseph wakaidi. used to bring their evil report to his father. Biblia inasema Yusufu alikuwa anaenda kuleta matendo yao maovu kwa So baba yake. instead of being influenced by those his brothers, Mwafadhali ya kushawishiwa na ndugu zake, he was separate from their misdoings. alikuwa alijitenga na kazi zao. Not only was he separate, hakujitenga he tu, was reporting to the father. alikuwa anawaambia baba This your yake, son have done this. huyu mwanako alifanya hivi, This one did that. huyu alifanya lile. So he was separate. Alikuwa He was supposed to amejitenga, be with them. alipaswa kuwa pamoja nao. No, young boys. Sote ni wa Let's vijana, do this thing. tufanye mambo Let's haya. have girlfriends. Aje tu na Let's vijana go to warafiki, parties. tuende kwenye Let's makaramu, steal. tuende tukaibe. But it was not. Lakini yeye Instead of hakufanya. him to now keep silent, Mwafadhali yeye he kunyamaza. was telling his father Alikuwa anaambia baba that yake, they did that, that they did baba this. walifanya hili, baba walifanya In hili. the family, Ndani ya jamaa if many of the children are wayward, wengi wa watoto wanakuwa na agisi yao, and there is one that is not wayward, na kuna mmoja ambaye hana agisi yake. those ones that are wayward, we hate that one. Wale ambao wana njia zao That's what wanachukia happened ule. to Joseph. Ile ndio kamanikana They kwa Yusufu. hated him because he refused to be wayward. Walimchukia kwa sababu alikuwa kuwa na njia zake, walimchukia. Blessed be the name of the Jina la Lord. Bwana Mungu libarikiwe. He was separate from them. Alijitenga na, Though he was in the world, hata ingawa alikuwa ndani ya he was ulimwengu, separate from the world. akajitenga na ulimwengu. Though he was in that family, Hata ingawa alikuwa ndani ya ile he jamaa, was separate from what the children were. alikuwa tofauti na yale ambayo watoto wenzake Blessed walikuwa be the name wanafanya. of the Lord. Jina la Bwana Mungu Let us libarikiwe. look at three things
Tuangalie mambo matatu Joseph and Jesus was persecuted for. ambayo Yusufu na Yesu waliuziwa kwa ajili The yake. first thing he was persecuted for, Jambo la kwanza ambalo walimuuzi Yusufu, talking about the father. kunena juu ya baba. Jesus was persecuted for talking about the father, Yesu aliuziwa kwa ajili ya kunena juu ya baba, not just God. hapana tu Mungu. There are many people that want to talk about God. Kuna watu wengi ambao wanapenda kunena juu ya Mungu. They want to talk about God. Wanapenda kunena juu ya Mungu. But not many people want to talk about him as a father. Watu wengi wapendi kunena juu yake kama baba. So when Jesus started talking, I am my father, Yesu alipoanza kusema mimi na my baba father in yangu, heaven, baba yangu aliye mbinguni, the Jews were offended. Wayuda But those same Jew people said, we are God's children. pardon. Those same Jew people say, we are God's children. Wale Waebrania walikuwa wanasema sisi tuko watoto wa Mungu. So they used to talk about God. Walikuwa kinena juu ya Mungu. But when Jesus started talking about their relationship, Yesu alipoanza kunenea uhusiano wake, they got offended and started persecuting him. wakakwazika, wakaanza kumuudhi. At the moment you start talking about God in respect to relationship with him, Wakati unapoanza kunena na Mungu kwa uhusiano wake na people will yeye, persecute you. watu watakuudhi. The world wants you to be a nominal Christian. Ulimwengu inapenda wewe tu Mkristo wa kawaida. They were Christians. Tuko wa Kristo. We are all Christians. Sote tuko wa But the Kristo. moment you start talking about your relationship with him, Unapoanza kunena uhusiano wako the na moment you yeye, start telling them, I spoke with God this morning, unapoanza kusema niliongea na Mungu asubuhi ya leo, God told me this in my dream, Mungu aliniambia hii ndani ya ndoto they yangu, will persecute you. watakuudhi Because you are not operating on the normal level. kwa sababu hautumikie kwenye kiwango vya kawaida nao. They know God. Wanamjua Mungu. They will tell you they know God. Watakwambia wanamjua Mungu, But they don't have a relationship with him. bali hawana uhusiano naye. So them that are professing to be Christians, Wale ambao wanadai kwamba ni that Wakristo, don't have a relationship with hawana God, uhusiano na Mungu, they will persecute you watakuudhi if you wewe have a relationship with ukiwa na him. uhusiano na Mungu. They persecuted Jesus for that relationship. Walimuudhi Yesu kwa sababu ya ile uhusiano. They persecuted Joseph for that relationship. Walimuudhi Yusufu kwa sababu ya ile The uhusiano. father Israel loved Joseph more. Baba Yakobo Israeli He had a alimpenda Yakobo relationship with zaidi. him. Alikuwa na ile So uhusiano they pamoja naye. hated him. Kwa hiyo wakamchukia. Blessed be the name of the Lord. Abarikiwe jina la Bwana. That is one thing they will hate you for. Ile ndio jambo moja. That's why I'm telling you, it's not enough to say you are a professing Ndio maana Christian. zinasema haitoshi tu wewe kusema Do you have a working relationship with the father? unapokuwa na uhusiano na baba, It's not enough to talk about God. haitoshi tu kunena juu ya Many people are Mungu. ready to talk about Watu God. wanapenda kunena juu ya Many Mungu. world religions are talking about Watu wa God. kidini wengi wako wananena juu ya Mungu. But where is that relationship? Bali ile uhusiano uko wapi? The moment you start talking about your relationship, Unapoanza kunena juu ya uhusiano wako, expect that you will be persecuted. tarajia kwamba watakuudhi. Even from people within the church. Hata kutoka ndani ya watu ndani ya Carnal kanisa. people that don't have a relationship with Watu wa God, kimwili ambao hawana uhusiano na they Mungu will persecute you. watakuudhi. They will say, are you the only one? Watasema je, ni wewe pekee? Expect it. Itarajie. Blessed be the name of the Lord. Libarikiwe jina la Bwana. Another thing we saw, Jambo lingine tuliona, they persecuted him because of his robe of many colors. walimuudhi kwa sababu ya vazi lake la rangi nyingi. His robe of many colors. Vazi lake la rangi What nyingi. did that robe signify? Ile rangi, ile vazi That lilimaanisha robe nini? signified the righteousness of the saints. Ile vazi lilimaanisha matendo ya haki ya And watakatifu. it being of many colors signifies gifts. Na likiwa na rangi mbalimbali lilimaanisha So watch zawadi. it. Kwa hiyo When yangalia. you start talking of your righteousness in Christ, Unapoanza kunenea juu ya haki wako we know ndani ya nobody Kristo, is righteous of his word. tunajua kwamba hakuna mtu ambaye Our righteousness is of God in Christ. wenye haki wetu ni wa Mungu kati ya Kristo. So when you start talking of your righteousness in Christ, Unapoanza kunenea juu wenye haki wako ndani ya Kristo, carnal people watu wa kimwili that doesn't know what righteousness is, hawajui kama wenye haki ni nini, that are struggling to live a righteous ambao life, wanakazana sana kuishi they maisha ya will haki, persecute you. watakuudhi. The person drinking will persecute you Mtu ambaye anakunywa pombe because you atakuudhi are not drinking, kwa sababu hauko na because you are talking of your righteousness, kwa sababu you unanena are juu ya- living of your sababu righteousness. unaishi juu ya haki yako. That one that have boyfriend will persecute you. Yule ambaye kuna kijana rafiki atakuudhi. Those ones that have done abortions will persecute Wale ambao you. wamekata mimba zao Do not be watakuudhi. bothered. Sisumbuke. Then the robe having many colors, Na ile vazi ya rangi nyingi it signifies giftings. inamaanisha zawadi. The moment you start having gifts, Unapoanza kuwa na zawadi, you will be persecuted. watakuudhi. The moment you start having gifts, Unapoanza kuwa na start zawadi, manifesting gifts, unaanza kuonesha zawadi. prophecy, Unabii, tongues, lugha, interpretation, tafsiri, visions, maono, expect persecution. tarajia ziki, You will be persecuted. watakuudhi. Joseph's brothers were carnal. Wandugu zake na Yusufu They were not dreaming. wakuwa hawaoti. So when Joseph dreamt, Wakati Yusufu they persecuted him. alizota ndoto wakamuudhi. The robe is righteousness. Kamba yao ni haki. The many colors signifies gifts. Rangi nyingi zinamaanisha So zawadi. when you start manifesting gifts, Unapoanza kuonesha zawadi, you will be persecuted. watakuudhi. Expect it. Uitarajia. When you are living righteously, Wakati unaishi maisha ya working haki, in righteousness, unatembea katika in haki, your office, katika ofisi in your yako, career, katika kazi as a zako, student, kama mwanashule, expect persecution. tarajia ziki. The third thing
Jambo la tatu they were persecuted for ambayo walimuuzi kwa was for their future hope. ilikuwa juu ya matumaini yao ya mbeleni. Joseph had a hope Yusufu alikuwa na matumaini that he will be a great man tomorrow. kwamba atakuwa mtu mkuu kesho yake. Jesus had that hope. Yesu pia alikuwa na ile matumaini. Believers have that hope. Waamini wana ile matumaini. So people may not persecute you if you are just parading Christianity. Watu hawatakuuzi kama tu kunajionesha. But the moment you start talking of your future hope, unapoanza kunenea juu matumaini yako ya juu, you have to start talking of your lively hope. Maisha yako matumaini yako yaliyo hai. Start persecuting. Watu wataanza kukuudhi. You want to start saying, unapoanza kusema, I have a hope. Nina matumaini. I have a hope. Nina matumaini. One day I'm going to close my eye in death if it's by death. Siku moja nitafunga. Or Jesus will come for me. Bali Yesu atakuja kwa ajili yangu. And all my suffering will end. Na mateso yangu yote yatakoma. I will receive a glorious body. Na nitapokea mwili wa utukufu. People will persecute you. Watu watakuudhi. Because people want normalcy. Watu hawapendi. In many churches today, makanisa mengi leo, they have stopped preaching about the second coming of the Lord. Watu wameacha kuhubiri kurudi kwa Kristo. They stopped teaching about the rapture. Wanahubiri tu juu ya unyakuo. They don't have this hope. Hawahubiri juu ya unyakuo. But when you speak about this hope, unaponena juu haya matumaini, expect this persecution. Tarajia ziki. When you start talking about this hope, unapoanza kunena juu haya matumaini, because the unbeliever doesn't have that hope. Ba msiamini hana ile matumaini. What the unbeliever have is a dead hope. Ile ambayo msiamini kuna ni matumaini ya kaburi, But when you start speaking about your lively hope, unaponena juu ya matumaini yako iliyo hai, watakuudhi. Why does it have this hope? Kwa nini anakuwa na matumaini? Irrespective of what is happening to him, hijalishi nini ambayo inafanyikana kwake, he's still cheerful. Angali tu mwenye furaha. He will start persecuting. Wataanza kumuudhi. Amen and amen. Amen, amen. Amen and amen. Amen, amen, amen. What did they say about Joseph? Walinena nini juu ya Yusufu? They said, here comes the dreamer. Wakasema hapa akuja bwana ndoto. He was their brother. Alikuwa ndugu yao. Here comes the dreamer. Hapa akuja bwana ndoto. Said, wakasema, if we kill him, tukimuua, let us see what will become of his dream. Acha tuone itakuwa nini ndoto zake. They were supposed to be elders. Unaona walipaswa kuwa ndugu. They were supposed to know better. Walipaswa kujua vyema. But they say if we kill him, wakasema kama tunamuua, let us see what will become of him. Acha tuone kama itatoka nini kwa ndugu wake. Amen and amen. Amen, amen. Jesus was made perfect through suffering. Yesu alifanya mkamilifu kupitia mateso. In Hebrews chapter 2 verse 10, ndani ya Waebrania 2, the Bible said, Biblia inasema that the captain of their salvation, kwamba kiongozi wa wokovu wao, he was made perfect through suffering. Alifanywa mkamilifu katika mateso. So because of the gospel sake, kwa sababu kwa ajili ya injili, sufferings will come. Mateso yatakuja. Persecutions will come. Mateso yatakuja. Opposition will come. Pinzani itakuja. Blessed be the name of the Lord. Barikiwe jina la Bwana. Now I want us to look at the manifestations of persecution. Napenda basi tuweze kuona ile kujionesha kwa dhiki. Manifestations of persecution. Kujionesha kwa dhiki. Because for persecution to come, it is certain. Kwa sababu dhiki kukuja ni hakika. Now let us look at how these persecutions are going to come. Acha tuone gisi hizi basi dhiki mateso zitakavyokuja. Let's go to Nehemiah chapter 4. Tuisome kitabu cha Nehemiah sura ya 4. Nehemiah chapter 4. Nehemiah ni sura yake ya 4. Read verse 1. Mstari wake wa kwanza. But it came to pass, ikawa, that when Sanballat heard, wakati Sanballat akasikia, that we builded the wall, he was wroth, kwamba tulijenga ukuta, akawa na hasira, and took great indignation, na akachukua uchungu sana. And what did he do? Akafanya nini? He mocked the Jews. Akawadhihaki Wayahudi. So the first manifestation, dhihirisho ya kwanza of persecution, ya dhiki, is what I call mockery, reproach and rejection. Ambayo inaita wanakudhihaki, wanakukataa. Mockery, wanakudhihaki, reproach, wanakuaibisha, and rejection, na kukukataa. Blessed be the name of the Lord. Libarikiwe jina la Bwana. We know Jesus himself was rejected by members of his own family. Tunajua kwamba Yesu mwenyewe alikataliwa na watu wa jamii yake. He was rejected. Alikataliwa. They did not accept him as Messiah. Hawakumkubali kama Masihi. Even in his own village. Hata katika kijiji chake. He wasn't accepted by Messiah. Hawakumkubali kama Masihi. Israel also rejected him. Israeli pia ikamkataa. He was rejected. Akakataliwa. He was mocked. Wakamdhihaki. Look at it. Uiangalie. And they mocked the Jews. Na akawadhihaki. Look at what they said. Tazama ilichosema. Verse 2. Mstari wa 2. And he spake before his brethren. Akaenda mbele ya ndugu zake. And the army of Samaria. Na jeshi la Samaria. What do these feeble Jews? Akisema Wayuda hawa wanyonge. Will they fortify themselves? Je, watajifanya nguvu wenyewe? Will they sacrifice? Je, watatoa? Will they make an end in a day? Je, watafanya watatimiza katika siku moja? Will they revive the stones out of the heaps of the rubbish which are burned? Mawe kati ya chungu hizi. Look at verse 3. Tazama mstari wa 3. Now Tobiah the Ammonite,
Basi tabia Mwamoni was by him. alikuwa karibu naye, And he said, akasema even that which they've built, hata ile ambayo wamejenga, if a fox go up, kama angepanda mbweha, he shall even break down their stone wall. Angebomoa ukuta wao. So he mocked their building. Wakacheka jengo lao, wakaidhihaki. That wall that they are building, ile ambayo wako wanajenga. even if a fox, hata kama something that doesn't have much weight, mbweha if he goes upon their wall, akipanda juu ya ukuta the wao, wall will fall. ukuta itaanguka, itavunjika. They will tell you like that. Watakwambia vile. If you are doing separation, yeye ambao unasema kwamba unajitenga, something will just happen to you. mambo madogo tu You yatapatikana will kwako. just lose all your defenses. Utapoteza ukingo wako. Do not be shaken. Usitikise. How did they respond in verse 4? Aliwajibia nini katika mstari wa They 4? prayed, Sikia yeah, oh our God, waliomba, sikia for we are wetu, despised. maana The Bible says Jesus was despised. Biblia inasema Yesu He was alidharauliwa. a man of sorrow, Alikuwa mtu wa huzuni, acquainted with grief. alikuwa mwenye He huzuni, was despised. alidharauliwa. He said, yeah, our God, Akasikia Mungu for we wangu, are maana despised. tunadharauliwa. And turned their reproach upon their own heads. Wakarudishie shutunu zao juu ya vichwa vyao. That's it. Ni ile When they start mocking you, wanapoanza kukushutunu, don't start crying. wanapoanza kukudhihaki, usianze kulia, Don't start pitying yourself. usianze kujisikilia huruma. A Christian is not to be pitied. Mkristo hapaswi kuwa na kujisikilia A huruma. Christian is to be envied. Mkristo wanapaswa kumtamani. So do not pity yourself. Usijisikilie huruma. And don't look for people that will pity you. Na usisikie utafute watu ambao watakusikilia Take huruma. it to the Lord in prayer. Chukue katika Bwana katika maombi. Oh God, I am despised. Oh Mungu, ninadharauliwa. Because I am living a separate life in the Sababu school. ninaishi maisha ya tofauti na I am despised. Nadharauliwa. Because I am wearing a gown that is covering on my body. Ninavaa vazi ambalo linafunika mwili They wangu are calling yote. me Mother Mary. Wananiita Mama Maria. They are calling me Mary Amaka. In Wanani- Nigeria, we call women that cover themselves Mary Amaka. Wananiita Mother Union, Mother Union. They are calling me Mary Amaka. Wananiita Mother Union. Do not be perturbed. Usisikie Do not be usisumbuliwe na ile, disturbed. usisumbuliwe na ile. Take it to God. Ichukue kwa Bwana. Tell God, look at their reproach. Mwambie Bwana, tazama kuzihaki kwao. When we read in Hebrews chapter 10, Hadi tusema katika the Ibrania. Bible said they were reproached. Biblia inasema They were walizihakiwa. made against stop. Wakafanya jambo la kuchekewa. Because you have refused to be naked. Sababu walikataa kuwa You have uchi. refused to show your breast. Wamekataa You have refused to show your back. kataa kuonesha They mgongo will yao. start reproaching you. Wataanza kukudhihaki. They will start mocking you. Wataanza kukucheka. My brother and my Ndugu sister, yangu na dada do yangu, not be moved usitikiswe by the word of the kwa Lord. neno la Bwana. Take it to the Lord in Chukue prayer. katika kwa Bwana. Tell the Lord, I am despised. Mwambie Bwana, ninadharauliwa. I am reproached. Ninaaibishwa. But I'm not shaking. Bali mimi sitikiswe. I'm not shaking. Sitikiswe. If they mock my master, Kama walimcheka they Bwana will wangu, mock me. watanicheka Have that mimi. understanding. Kuwa na ile ufahamu. Blessed be the name of the Oh, Lord. libarikiwe jina la Bwana. They started mocking them. Walianza That kuwadhihaki which they are building. ile ambayo wanacheka. Even if a fox Hata kama mbweha anapanda juu it yake, will come down. itaangusha. Oh my God. Oh Mungu wangu. They mock them. Waliwadhihaki. What are you building? Huku unajenga nini? What are you trying to Huku do? unajaribu kufanya They nini? see you praying Wanakuona unaomba as a student. kama mwana shule. They start mocking. Wanaanza kucheka. Look at that one. Una He's praying. anaomba. What is he even praying for? Yako unaomba hata nini? They see you being serious with your God. Wanakuona ukiwa maanisha na Mungu wako. Going to fellowship. Unaenda kushirika. They'll start mocking you. Wanaanza kukucheka. I've been mocked. Wanakucheka. And if you are a true Christian, at one point or another, you'll be mocked. Ukiwa Mkristo wa kweli, jua kwamba They'll watakucheka. say, look at this promising individual. Wataona huyu mtu ambaye utazama huyu He's supposed to be doing this, doing that. anapata doing kwa this. kunafanya ile. But he's busy doing the what we call self-fellowship. Kwa ako na ile ambayo tunaita maibada za nyumbani. He's busy leading a self-fellowship. Ako biza anaongoza ibada za nyumba katika nyumba. They will mock him. Watamdhihaki. Sometimes they call you pastor. Mara nyingine wanakuita It's mchungaji. not that they are acknowledging the gift of God in your Si life. kwamba wanatambua zawadi ya Mungu ndani ya maisha They yako. are mocking you. Wanakucheka, wanakudhihaki. They will look at you. Watakuangalia The way you are. jinsi You ulivyo. just carry a Bible like this. Unabeba Biblia yako hivi. Pastor, welcome. Mchungaji karibu. They are mocking you. Wako You wanakudhihaki. don't know. You think they are praising you. Haujui kwamba unawaza They kwamba are wanakusifu, mocking you. bali They are wanakucheka. indirectly saying, Wanasema now nasiri that you have come back from that your church, kwamba sasa umetoka kwa kanisa lako. what are you going to eat? Utakula nini? So they say, you pastor, welcome. Wanakuambia mchungaji karibu. Pastor, welcome. Mchungaji karibu. So they will mock you. Watakudhihaki. Expect it. Itarajie. Let's go to Genesis 21 verse 9. Tusome Mwanzo 21. Genesis 21 verse 9. Mwanzo 21:9. And Sarah Naye Sara saw the son of Hagar, akamwona mwana wa Hagari the Egyptian, Mumisri which she had born unto Abraham, aliyemzalia Ibrahimu, mocking.
akimdhihaki. You see it? Unaiona? He was mocking Isaac. Alikuwa anamdhihaki Isaka. Ishmael was mocking Isaac. Alikuwa anamfanyia dhihaka Isaka. So they will mock you. Watakufanyia dhihaka. Expect it. Itarajie. They will reproach you. Watakuaibisha wewe. They will despise you. Watakudharau wewe. You will be rejected. Utakataliwa. You will be rejected. Utakataliwa. Don't bother. Usisumbuke. Expect it. Itarajie tu. You are ordained thereunto. Umeteuliwa kwa kufanya hivyo. As far as you have made up your mind to live a life of separation. Kama umeamua kuishi maisha ya matengano. Expect mockeries. Tarajia kwa I said in the last teaching that a Christian must come to that point. Mkristo anaweza kufikia ile nafasi where he has a shock absorber. Mahali ambapo anavumilia ile ile kudhihaki. So they are mocking you. Wanakudhihaki. You just touching the shock. Unaitikisa. Like when if you are driving. Kama unatembeza gari and you have a good shock absorber in your vehicle, na una shock absorber nzuri kwa gari lako, when you enter a bump, unapoingia ndani ya shimo, you will not feel it. Hautaihisi. Same way when they mock you, hata kama wanakucheka, you will not feel it. Hautaihisi. It will not even shake. Haitakutikisa hata wewe. It will not move you. Haitakushogeza. I used to say something. Nilikuwa nikisema jambo fulani. This mockery that these people are mocking. Hii cheko ambayo watu wanacheka. Will it put food on my table? Je, itaweka meza chakulani mwangu? Will it put money in my account? Je, itaweka pesa kwenye account yangu? Will it remove one strand of my hair? Je, itatosha kope moja ya nywele zangu? Will it give me headache? Je, itaniumiza kichwa? Since it is not giving me headache. Wakati inipea kichwa. Since it is not removing one strand of my hair. Haitaniolea moja ya nywele zangu. Since it's not putting food on my table. Haitaniwekea chakula kwenye meza yangu. Mock all you want. Oh, ni cheki gisu pendako. I have my shock absorber. Mimi niko na shock absorber. I'm used to it. Ninaizoea. They've called me all manner of names. Wameniita kila aina ya majina. They will call you names and they are expecting you to react. Wanakuita majina, wanatabia you just smile. Unacheka nao tu. And you walk away. Na unatembea. They will get annoyed. Watasikia hasira. They will just get offended. Watasikia tu hasira. They will curse you. Watakulaani. They will call you names. Watakuita majina. It's not you to get offended. Wafadhali wewe kwa unapanguza tu. You laugh yourself. Unajicheka mwenyewe. You laugh yourself. Unajicheka. Imagine they call you goat. Imagine you call me goat. Wazia wananiita unaniita. It's not me to call you another thing or fight jambo lingine kupiganisha. I start laughing myself. Naanza kucheka mimi mwenyewe. You call me goat tomorrow. Je, utaniita mbuzi kesho? No, you will not call me again. Hautaniita tena. You said there is no need of mocking that thing. Utasema hakuna hitaji ya let's just remove our hands from his matter. Tutoshe tu mikono yetu kwake. I've given up on that one. Nimechoka kwa na huyu. Blessed be the name of the Lord. Barikiwe jina la Bwana. Mockeries. Cheko, dhihaka. Rejection. Dhihaka, kukataliwa. Look at what they said about Joseph. Ona ile bali sema juu ya Yusuf. The dreamer is coming. Bwana ndoto anakuja. Walikuwa wanamcheka, walikuwa wanamdhihaki. Come and dream for us. Kuja tena ututotee ndoto. Come and dream for us. Kuja tena ututotee ndoto. When you start manifesting gifts in the church. Unapoanza kuonesha zawadi ndani ya kanisa. People will start looking at you. Watu wataanza kuangalia. They will be mocking you. Wataanza kudhihaki. Some people will be mocking you. Watu fulani wataanza kudhihaki na kusema sasa. You are not dreaming. Sasa unaota. Okay, na dream now. Look at what they did for Jesus. Ona ile bali mfanyia yeye. You are a prophet, Messiah. Wewe ni nabii Masihi. They slapped him. Wakampiga kofi. Prophesy who slapped you. I will believe you. Nani amekupiga kofi na tukakuacha? Nini ile? Ni dhihaka. Expect it. Uitarajie. If you are going to live the life of separation, kama utaishi maisha ya matengano, expect mockery. Tarajia dhihaka. Those are the manifestations of persecution. Ile ndio kujionesha kwa dhiki. Another manifestation. Ingine ya kujionesha, false accusations. Watakushitaki kwa uongo. False accusations. Watakushitaki kwa uongo. Joseph was accused wrongly by his brothers. Yusufu akashitakiwa vibaya na ndugu zake. Was accused wrongly by his brothers. Alishitakiwa. Let's look at Genesis 37. Iangalie Mwanzo 37. Genesis 37. Mwanzo 37. Look at verse 8. Angalia mstari wa 8. And his brethren said to him, ndugu zake wakamwambia, shall thou indeed reign over us? Je, kweli wewe utatumiliki? Or shall thou indeed have dominion over us? Ama wewe utatawala sisi? And they hated him yet the more. Wakazidi kumchukia for his dreams and for his words. Kwa ajili ya ndoto zake na maneno yake. Look at what happened here. Kuna iliyofanyikana pale. They already saw a picture. Waliona tu picha that they were Christians. Walikuwa Wakristo, showed that they gave a proper interpretation. Walipeana utafsiri ya kweli. They gave a proper interpretation of the dream. Walipeana utafsiri ya kweli ya ndoto. They are church people. Wako watu wa kanisa. They know how to interpret dreams. Wanajua kisha kuonesha ndoto. They know how to interpret. Wanajua kisha kuzitafsiri. They have understanding of doctrines. Wanakuelewa mafundisho. But look at what happened. Tazama iliyofanyika. After this interpretation, kisha hii utafsiri, they started accusing their brother. Wakaanza kumshtaki ndugu yao. That he wants to reign over them. Kwamba anapenda kutawala juu yao. They accused him wrongly. Walimshtaki vibaya. He was falsely accused. Alichitakiwa kwa uongo. Even Jesus, when they
wanted to kill Jesus, Hata Yesu walipopenda kumuua Yesu, I can't get the verse, and they said at the last 2 false witnesses came. Siwezi kupata mstari, lakini nasema washtaki wawili wa uongo wakaja. They bore false witness against him. Wakafanya mashtaka ya uongo dhidi yake. False accusation. Mashtaka ya uongo. Expect it. Yatarajie. If you are going to live a separate life, kama utaishi maisha ya kujitenga, expect false accusations. Tarajia mashtaka ya uongo. You will be accused falsely. Utashtakiwa kwa uongo. You will be accused wrongly. Utashtakiwa vibaya. Somebody will steal something. Mtu fulani ataiba kitu fulani. They will point the finger on you. Watakushitaki kidole wewe. Because you are separate. Sababu uko tofauti. Because you are oddball. Sababu unajulikana. They will point a finger to you. Watakushota kidole. Expect it. Uitarajie. In Matthew chapter 5 verse 11. Ndani ya Mathayo 5:11. Jesus said, Yesu akasema, blessed are you when you are accused falsely. Umeheri wewe wakati wanapokushitaki kwa uongo. They will accuse you falsely. Watakushitaki kwa uongo. For something you did not do. Kwa jambo ambalo hukufanya. For something you know nothing about. Kwa kitu ambacho haulijui. You will be accused. Watakushitunu. You will be accused. Watakushitaki wewe. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana Mungu libarikiwe. It might happen in your offices. Inaweza kufanyikana ndani ya ofisi yako. It will happen in your schools. Itapatikana kwenye shule zako. Because you are an oddball. Sababu wewe ni audible. Ni mtu wa students will do malpractice. Watoto wataiba mitihani. They are going to place those malpractice material near your desk. Wataweka vile vitu vya kuiba mtihani karibu na meza yako. You are not the one that did it. Haiko ndio ulifanya. But they will place it there. Wataiweka pa. So you will be accused wrongly. Ili washtakiwe vibaya. I want to let us know. Napenda kujulisha. If you will live a life of separation, kama utaishi maisha ya kujitenga, you must be prayerful. Wapaswa kuwa mtu wa kuomba sana. You cannot afford to live this life of separation. Weza kuishi maisha ya utengano. And be casual. Na wewe mtu ambaye haombaki. No, it won't work. Haifatafanya kazi. You'll be entering traps. Utakuwa unajitewekea mitego. You'll be accused wrongly from time to time. Utakuwa unajiwekea mitego. So to live a life of separation, you must be given to prayers. Wapaswa kuwa mwenye kujipeana so kwa maombi. that God can reveal ahead. Ili Mungu aweze kufunua iliyokuwa mbele. Blessed be the name of the Lord. Ibarikiwe jina la Bwana. Let's go to Nehemiah chapter 6 verse 6. Nehemia 6:6. Nehemiah chapter 6 verse 6. Nehemia 6:6. Wherein was written, ndani mwake ikaandikwa, it is reported among the heathen. Imeasemwa katika wa mataifa. And Gashmu saith it. Naye Gashmu kaisema, that thou and the Jews think to rebel. Kwamba wewe na Wayuda mnachagua kuwa wapinzani. For which cause thou buildest the wall. Kwa sababu gani nyinyi mmeijenga ukuta? Thou mayest be their king according to this word. Ili uweze kuwa miliki na mfalme kwa sababu ya hiyo. Look at what happened here. Ona iliyofanyikana hapa. This man now, Nehemiah had no plan of becoming king. Nehemia hakukuwa na mpango ya kuwa mfalme. He was just rebuilding the walls of Jerusalem. Alikuwa na ujenga upya ukuta wa Yerusalemu. Look at the false accusation. Tazama mashtaki ya uongo. You are rebelling. Wewe unaanza because you want to be king. Unaanza kuwa muhasi kwa sababu unapenda kuwa mfalme. You are rebelling. Unakuwa muhasi because you want to be king. Sababu unapenda kuwa mfalme. He was accused wrongly. Wakamshtaki he was accused falsely. Walimshtaki kwa uongo. False accusation. Ilikuwa shtaka za uongo. Expect it. Uyatarajii. Who took this? When you are not the one that took it, they will say you are the one. Wakati haukawa ndio ulichobeba watasema ni wewe. Who did this? Nani alifanya hivi? You are not the one that did it. Haiko ndio ulifanya. They will point the fingers on you. Watashota kidole kwako. You will be accused falsely. Utashtakiwa kwa uongo. Because you have decided to live a life of separation. Sababu uliamua kuishi maisha ya matengano. Blessed be the name of the Lord. Ibarikiwe jina la Bwana. Another manifestation of this persecution. Jambo lingine la kuonesha hizi ziki. Will be in traps. Itakuwa katika watakutega. Traps. Watakuwekea mitego. And snares, what the Bible calls snares. Mitego, watakuwekea mitego. Let's go to Psalm 119 verse 110. Psalm 119 Zaburi 119. Zaburi 119. The wicked have laid a snare for me. Verse 110. Mstari wake ni wa 101. The wicked have laid a snare for me. Waovu wameniwekea mtego. Yet I heard not from thy precepts. Na mimi sikutoka kwenye nyayo zako. Holding on to the precept of God, he was living a separate lives. Kuzishika nyayo za Bwana ilikuwa ni kuishi maisha ya kujitenga. But what did the wicked do? Bali waovu walifanya nini? They set trap for him. Walimwekea mtego. They set trap for him. Walimwekea mtego. That they may take him. Ili waweze kumshika. That they may capture him. Waweze kumteka nyara. Psalm 124 verse 7. Zaburi 124:7. Our soul is escaped as a bird. Nafsi yetu imetoweka kama ndege. A speckled bird. Ndege wa madoa madoa. Out of the snare of the fowlers. Katika mtego ya wawindaji. The snare is broken. Mtego imevunjwa. And we are escaped. Nasi tukaokoka. So they will set traps for you. Watakuwekea mitego. They will set snares for you. Watakuwekea mitego. Because you are living a separate life. Sababu naishi maisha ya kujitenga. You are a young lady. Uko binti mdogo. In school. Shuleni. You are not
frolicking around. hauko unajifanya maisha Be mabaya. careful of the kind of friends you have. Chungana marafiki ambao uko nao, Because those your friends can set up a situation for you to be raped. wale marafiki zako wanaweza kufanyia mtego wa kubaki. We have seen these things happen. Tumeona mambo haya yakifanyikana. Their friends will set up situation for them to be raped. Kuna marafiki ambao wanafanyia mitego kwa rafiki zao She's claiming wabaki. she's separate. Hapo ndai kwamba She's claiming I'm a virgin. kwamba iko bakira. Okay, this is what we will do. Hii ndio tutafanya. They will put something in her drink. Wataweka kitu fulani ndani ya They will organize with a boy to rape her. wanapanga kitu fulani ndani ya na kijana So they will kumbaka. set trap for you. Watakuwekea mitego. You must be prayerful. Wapashe kuwa mtu wa You kuomba must sana. be discerning. Wapashe kuwa kupambanua. Blessed be the name of the Lord. Barikiwe jina la Bwana. Even Jesus, Hata Yesu, the Pharisees set trap for him. Wafarisayo walimwekea mitego. Let's go to Matthew 22. Sisome Mathayo 22. Matthew 22, Mathayo 22. verse Mathayo 22 mstari wake wa 15. 15. Then went the Pharisees Alafu wakaondoka Mafarisayo. and took counsel Wakafanya shauri how they might entangle him in his talk, jinsi ya kumutega kwa maneno. how they could trap him, Jinsi ya kumutega kwa maneno. how they could trap him. Jinsi wankimutega. Daniel in Babylon, Danieli kule Babiloni. they said of the matter of the kingdom we cannot find any fault against him. Wakasema juu ya mambo ya ufalme hatuwezi kupata The jambo only juu place we yake. are going to find against him is in the matter of his God. Nafasi pekee ambapo tutapata So what mtegea did nafasi ya kwa Mungu wake. They Wakafanya set a nini? trap. Wakamwekea mtego. Let nobody pray. Pasiwe na mtu wa They kuomba. set a trap. Wakamwekea mtego. Daniel said, Danieli akasema, I've already separated myself from chapter 1. nimejitenga tangu kwa sura ya He kwanza. proposed in his heart he would not eat the king's food. Akakusudia ndani ya roho wake hata kula chakula cha mfalme. He said, this issue, Akasema hili you jambo, people have set your trap. mmeweka mtego yenu. But he went ahead to pray. Akaenda mbele kuomba. Eventually he was thrown in the lion's den. Mwishowe akatupwa ndani ya tundu la simba. Trap. Mitego. The three Hebrew boys, what happened to them? Nini iliyofanyikana kwa vijana watatu wa Waebrania? They set a trap for them concerning their God. Waliwawekea mtego kuhusu kwa sababu ya Mungu wao. Because they are separate. Kwa sababu ni watu wa kujitenga. Because they are different. Kwa sababu wako tofauti, wako na Daniel madoa was madoa. different. Danieli alikuwa na madoa The three Hebrew madoa. boys were different. Vijana watatu wa Kiebrania walikuwa na madoa madoa. Because they were different. Kwa sababu walikuwa tofauti. Remember, they were in administration. Kumbuka walikuwa wanafanya kwenye ofisi. Maybe those enemies that were setting trap for them Wale maadui ambao walikuwa wanawekea mitego have tried to steal from the treasury of the king. wamejaribu kuibia kutoka kwenye pesa za wafalme. Those three men say, no. Wale watu wakasema hapana, Not why we are in this haiko company. ndio So tunatoka they kwenye said, kampuni. Wakasema you are separate. mko tofauti. You are thinking you are righteous. Mnawazia kama mko wenye haki. This thing that everybody is doing, you don't want to do. Hii jambo kwamba kila mtu anafanya They mbele kufanya. set trap for them. Wakaweka mitego kwa ajili yao. The trap took them to the fire. Mtego ikawatupa kwenye But moto. their God was with Bali them. Mungu wao alikuwa pamoja nao. Our God is with us. Mungu wetu yuko pamoja So nasi. even Jesus, Hata Yesu they sought a way to trap him. walitafuta pia kumtega. And that's the same thing. Na ni jambo lile The lile. world is watching you to trap Ulimwengu you. kuna kugangalia kukutega. They are watching to trap you. Wako wanatafuta kukutega. Satan is setting things in your path to trap Shetani you. kuna kuwekea mitego kukutega. Blessed be the name of the Lord. Ibarikiwe jina la Things Bwana. are happening in your life. Mambo yako yanafanyika ndani ya maisha yako. Most of them is to trap you Mangi yao ni kukutega. because you are separate. Sababu uko tofauti. Because you have decided to live the life of Sababu separation. umeamua kuishi maisha matengano. So they will be laying trap for you. Watakuwa nakuwekea mitego. Our soul is escaped from the snare. Nafsi yetu imeepuka kutoka kwenye mtego. Like a bird were escaped. Kama ndege anavyoepuka. They have laid a snare for me. Waliniwekea mtego. Because I am keeping your precepts. Sababu niko nachunga Because I nyayo am zako. holding on to your word. Nashikilia neno Because I lako. am living the Sababu world. ninaliishi Because neno. I am separate from the Sababu world. niko tofauti na Because I am ulimwengu. separate from sinners. Sababu niko tofauti na wenye They dhambi. start setting trap for Wanaanza you. kuwekea mitego. They start setting trap for you. Wanaanza kuwekea You mtego. are a young brother in the church. Huko ndugu mdogo A kanisani. bachelor. Hajaoa. You say you are going to stay by the grace of God until you get married. Unasema utadumu mpaka kwa neema ya Mungu But mpaka within in uolewe. that same church, there are brothers that already have they have girlfriends in that same church. Ndani ya ile kanisa kwa ndugu ambao wako na What magirlfriend. will happen? Nini They itafanyikana? will set traps for you. Watakuwekea mtego. They will come with girls to your house Watakuja na wabinti kwa and nyumbani look yako. for a way for them to live and let that girl stay. Na watafuta gisi waondoke na wapatie ule binti. It's trap. Ni mtego. It's trap.
Ni You mtego. must be wise. Wapasha kuwa mwenye You must know hekima. how to wiggle your way. Wapasha kujua kisha kujiondosha ndani ya njia You zako. must know how to be wise unto salvation. Wapasha kuwa mwenye The hekima Bible kwa says, wokovu. be gentle as a dove, Biblia inasema uwe mpole kama but be hua, wise as a serpent. bali uwe na hekima kama So you have to nyoka. be wise. Kwa hiyo wapasha kuwa na Because they akili. will lay trap. They will Wapasha kuwa set trap mwerevu, for you. watakuwekea mitego, watakuwekea mitego. They will set trap for you. Watakuwekea mitego. Let's go to Nehemiah. Turudi kwenye Nehemia. Nehemia. Oh my God. Oh Mungu wangu. Thank you, Jesus. Tunakushukuru Bwana Yesu. Nehemiah. Nehemia. Nehemiah Katika Nehemia chapter 4. ni sura ya 4. Let's go to verse 8. Tusome mstari wake wa 8. And conspired all of them together Na wakazungumuza wote pamoja. to come and to fight against Jerusalem and to hinder it. Wakafanya shauri pamoja kuja kupigana na Yerusalemu na kufanya machukizo humo. So they will set trap for you. Watakufanyia shauri. There will be conspiracy against you. Watakuwekea mtego, wanafanya shauri dhidi yako. Those unbelievers will conspire against you. Wale wasiamini watafanya shauri dhidi yako. Those carnal Christians will conspire against Wale you. wakristo wa mwili watafanya shauri dhidi They want yako. to fight against you. Wanapenda kukupiganisha wewe. They have laid trap for you. It's not working. Wamekuwekea mtego haifanye They will kazi. now conspire. Sasa wataanza How kufanya are we shauri. going to take him? Tutamchukua namna When gani? they wanted to take Jesus, Walipopenda kumchukua the Yesu. Bible said the high priest, they took counsel Biblia inasema washauri wakwani wakubwa wakachukua wafanye how shauri. they might take Jesus. Jinsi gani ya kwenda kumshika Yesu. They took counsel. Walifanya shauri. That is the same way unbelievers are taking Vile counsel. vile ndivyo wasiamini wako nafanya How are we shauri. going to trap this fellow? Tutamshika huyu jamaa namna How are we gani? going to trap this sister? Huyu dada tutamshika namna gani? But the Lord is with us. Bali Bwana Mungu yuko pamoja nasi. He will help us. Atatusaidia. He will see us through. Atatupitisha ndani yake. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Bwana Yesu Kristo. It will also come Pia itakuwa in the form of opposition. itakuja katika hali ya upinzani. Opposition. Upinzani. Opposition. Upinzani. In chapter 4 verse 1, Katika 4:1 it said, but Inasema. it came to pass lakini ikawa that when Sanballat heard that we builded the wall, Sanbalati aliposikia kwamba tumejenga ukuta, he was wroth akahangaika and took great Akaghadhibika. indignation and mocked the Jews. kwa uchungu mkubwa na akawadhihaki Wayahudi. When Jerusalem was a pile of rubbish, Wakati Yerusalemu ilikuwa iko he was ndani not ya angry. He ukiwa, was not angry. alikuwa hasikia When you are hakasiriki. compromising with the world, Unapolegea na ulimwengu, Satan is not angry. shetani asikie But the moment you start taking measures to be separate, unapoanza kuwa mtu wa kujitenga, you will be angry. And he atakusikilia, will set opposition against you. atawekea upinzani dhidi Look yako. at the life of Job. Angalia maisha ya The Job. Bible says in all of the East, Biblia inasema mashariki there was yote none like Job hapakuwa na mtu kama that Job feared God aliyemwogopa Mungu and eschewed evil. na akaokoka na maovu. Satan said, Shetani akasema, let me touch him. acha nimguse, Let me touch acha him. nimguse. He's avoiding evil Anajizuiza na and maovu he fears God. na kwamba anaogopa Mungu. Let me touch him. Acha nimguse. Opposition. Upinzani, Opposition. upinzani. But if you are just there, you are a Ukiwa pale compromiser. kwa mtu watu wa kulegea, Satan has nothing to oppose you again for. Shetani hana kitu cha kupinga wewe nalo. When Jerusalem was a rubbish, Wakati Yerusalemu alikuwa ndani ya these ukiwa, people we didn't hear about them. watu hatukusikia juu yao. They were just comfortable living their lives. Walifarijika tu wakiishi maisha But when yao. we started building the wall, Tulipoanza kujenga ukuta, fortifying the wall of Jerusalem, kuimarisha ukuta wa Yerusalemu, we saw them. tukawaona They came in their number walikuja kwa hesabu yao, to oppose, kupinga, to resist, kushindana, to oppose, kushindana, to resist. kushindana So na. expect Kwa hiyo opposition. tarajia upinzani, Expect opposition. tarajia upinzani. Jesus was opposed greatly by the religious people of his day. Yesu akapingwa vikali sana na watu wa dini wa siku zao. They are supposed to be priests, Walipaswa kuwa makuhani, teachers of the law, walimu wa sheria, but they opposed him more than the common man. bali walimpinga kuliko mtu wa kawaida. Why did they oppose him? Kwa nini walimpinga? He was bringing a new order. Alikuwa analeta utaratibu mpya. He was bringing an order that will separate people from their sin. Alikuwa analeta utaratibu ambao utatenganisha watu na dhambi zao. But those Pharisees, Wale Wafarisayo, those keepers of the law, wale wa kuchunga those sheria, religious leaders, wale watu wa they were kidini not ready for that. hawakuwa tayari kwa hiyo. So they opposed Jesus. Walimpinga Yesu. And if you are going to live that kind of life today, Kama utaishi maisha kama yale leo, separate from sin, jitenge na dhambi, and telling others to be separate from sin, na watu wengine waambie wengine wajitenge na expect dhambi, opposition. tarajia upinzani. You will receive opposition from the carnal church.
utapata upinzani kwa kanisa la kimwili. You receive opposition from the prosperity gospel people. Utapokea upinzani kwa wale ambao wanahubiri. Don't preach like that. Usihubiri vile. If you preach like that, the people will go. Watu wataenda, they will oppose you. Watakupinga. So expect it. Tarajia ile. I used to tell people. Nilikuwa nikiambia watu. If Jesus preached what our prosperity preachers are preaching today, kama Yesu alikuwa anahubiri kile ambacho wao manabii wanahubiri leo, they will not kill him. Hawangepasha kumuua. If Jesus preached what I don't know prosperity preachers of Uganda, sijui hao wahubiri wakopata mali hapa Uganda wanafanya nini? If Jesus preached what they are preaching, kama Yesu alihubiri kile ambacho wako wanahubiri, do you think they would have killed him? Je, unawazia wangelipasha kumuua? Because Jesus was different. Sababu Yesu alikuwa tofauti. That's why at a point his disciples told him. Ndio maana nafasi fulani Yesu akamwambia. Why say these scribes that Elias must first come? Kwa nini yasema maandiko kwamba Elia atapaswa kuja? These scribes, they were teaching. Walikuwa wanafundisha. They had their own way of teaching. Walikuwa na gisi yao ya kufundisha. But Jesus brought a new way of teaching. Yesu akaleta kufundisha kwa that's why they said. Ndio maana wakasema. He's not teaching like the scribes. Afundishe kama waandishi. He's teaching as one that have authority. Anafundisha kama mmoja ambaye iko na mamlaka. When you teach as one that have authority, unapofundisha kama mmoja anayekuwa na mamlaka, expect opposition. Tarajia upinzani. When you stand strong in the biblical doctrine, unaposimama imara katika mafundisho ya Biblia, expect opposition. Tarajia upinzani. Expect opposition. Tarajia upinzani. When you stand strong in biblical doctrine, unaposimama imara katika mafundisho ya Biblia, Godhead, uungu, water baptism in the name of Jesus Christ, katika jina la Bwana Yesu Kristo, the appearance of the believer, kuonekana kwa muamini, no polygamy, hakuna kuoa wengi, you'll be opposed. Watakupinga. Expect it. Itarajie. You will not only be opposed from people outside. Hautapingwa tu na watu wa nje. Even they within the Abraham movement will oppose. Hata wale ambao wako ndani ya mwendo ya waumini wa Abrahamu watakupinga. Itarajie tu. It is separation. Ni mtengano. It's what separation brings. Ni ile ndio inaleta matengano. It brings persecution. Unatarajia dhiki. I want to show us something in Nehemiah chapter 6. Napenda kutuonesha jambo fulani katika Nehemia 6:12. Amen. Amen. And lo, natazama, I perceive that God had not sent him. Nikatazama Mungu hakumtuma, but that he pronounced this prophecy against me. Lakini anafanya unabii wake kinyume changu. For Tobiah and Sanballat had hired him. Kwa Tobia na Sanballat ndio walio mwajiri. Therefore was he hired. Kwa sababu hiyo aliajiriwa. That I should be afraid. Ili niogope. And do so and sin. Na nikafanye vile na nipatende kuzani. And that they might have matter for an evil report. Na kisha wawe na jambo la hori ya bahari mbaya. That they might reproach me. Ili waweze kunistaki. My God. Mungu wangu. Think thou upon Tobiah and Sanballat according to these their works. Lazia jua Tobiah na Sanballat jua kuongea kwao hapa. And on the prophetess Noadiah. Na yule nabii mke Noadiah. And the rest of the prophets. Na wengi wa manabii. That would have put me in fear. Ambao walipaswa kuniweka kuniogopesha. Nehemiah went to see a particular man that is a prophet. Nabii akaenda akaona mtu fulani ambaye alikuwa nabii. The person give him thus says the Lord. Akaanza kumwambia hivi asema Bwana. But it was a false thus says the Lord. Lakini ilikuwa ni asema Bwana ya uongo. They will hire false prophets against you. Watapangisha manabii wa uongo dhidi yako. Because you are separate. Kwa sababu uko tofauti. They will hire false prophets against you. Watapangisha manabii wa uongo dhidi yako. They hired false prophets against Nehemiah. Walipangisha manabii wa uongo dhidi yako. And if you are living a separate life today, na kama unaishi maisha tofauti leo, they will hire false prophets against you. Watapangisha manabii wa uongo dhidi yako. Do not be moved. Usitikiswe. Do not be shaken. Usiogope. Now let me bring that to the church. Hata ile nilete kwa kanisa sasa. You are living a separate life. Unaishi maisha ya kujitenga. Somebody mtu fulani will just stand up one day atasimama siku moja and give thus said the Lord. Na kusema hivi asema Bwana. The person will implicate you in a particular sin and you know nothing about. Atajaribu kukuweka ndani ya dhambi fulani ambayo haujui. Kwa nini? You are living a separate life. Unaishi maisha ya kujitenga. He wants to implicate you. Anapenda kukuchafua wewe. So do not be moved. Usitikiswe. It is happening in churches. Inafanyika ndani ya makanisa. It happens in assemblies. Inafanyika ndani ya makusanyiko. It's happening. Inafanyikana. Somebody will just wake up. Mtu anaamka and he will give a prophecy. Na kutoa unabii. He's prophesying out of hatred. Anatabiri dhidi ya kwa sababu ya chuki. He's prophesying out of hatred. Anatabiri kwa sababu ya chuki. Or they've hired her. Ama walimpangisha. They've hired his sister. Walipangisha dada. Sister. Dada. You see that brother? Unaona ule ndugu? Sure you like him. Unampenda. You like him. Unampenda. But he's not even looking at you. Hata hakuna kuangalia. He doesn't want to be your boyfriend. Hapendi kuwa kijana rafiki yako. I used to prophesy. Nilikuwa nikitabiri. Okay, when we go to church today. Nitakwenda leo kanisani. I'm going to prophesy. Nitatabiri. I'm going to implicate him in something. Nitamweka ndani ya jambo fulani. That's what they did for Nehemiah. Ile ndio wakamfanyia Nehemia. If you are among those people in church. Kama wako mmoja wale watu kanisani. That is conspiring to give false prophecy. Ambao
wanafanya shauri kufanya maunabii za uongo. You conspire. Utubu. Unashauri kutoa unabii wa uongo. To implicate somebody. Kuchafua mtu fulani. Imagine. They will not tell you that they saw you doing committing fornication. Hawatakwambia kwamba waliona unafanya. Look at that, they are going to give the prophet. Utaona kiasi gani watakavyotoa unabii. Just fear the Lord. Hivi asema Bwana. I see a brother. Ninamwona ndugu. He's a very committed brother. Ni ndugu wa kujitoa sana. I saw a sister pursuing him yesterday in the dream. Nilimwona dada jana kuna mfuata ndani ya ndoto. And in that revelation he was wearing only singlets. Ndani ya ile ndoto alikuwa amevaa vest. They will paint it. Wanaichora. They will not say they will not directly say that you are fornicating. Hawatasema kwa ukweli kwamba uko na. But the way they will give the prophecy, gisi watakavyotoa unabii, everybody will know. Everybody can interpret. We know what is happening. Kila mtu yote atainterpret na kujua ile ambayo inafanyika. Like one brother in our church in Lagos. Kama ndugu mmoja ndani ya kanisa letu kule Lagos. A so-called sister came to meet him and told him. Dada ambaye alikuwa anajiita dada akakuja akakutana akamwambia. I see fornication happening around you. Naona usherati kuna kuzunguka wewe. Hey. The young brother did not pick offense. He just ran and report himself to pastor. He was a white brother. Kijana mdogo hakusumbua, alienda akamwambia tu mchungaji. If you are among them that are conspiring to prophesy, kama mmoja wao ambao wanaenda kutapenda kutabiri, to set people up in the church, kuwachafua watu kanisani, repent. Utubu. Repent. Tubu. If God has not spoken, keep quiet. Kama Mungu hajanena, nyamaza. Nehemiah went to meet a prophet. Nehemiah alienda kukutana na nabii. Imagine, he said he perceived. Alidhania. I perceived that God had not sent him. Nikadhania kwamba Mungu hakumtuma. But that he pronounced this prophecy against me. Lakini kwamba alitabiri huu nabii dhidi yangu. Tobiah and Sanballat had hired him. Maana Tobiah na Sanballat walikuwa wamempangisha. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana Mungu libarikiwe. They will hire people against him. Wataweza kuwaleta watu kuwapangisha watu dhidi yako. They will hire false prophet against him. Watapangisha manabii za uongo dhidi yako. Do not be moved. Usiogope. It's part of it. Ni sehemu yake. Finally, kwa kumaliza, the fifth way, ile njia ya tano, assassination. Kukuua. An assassination is death. Kukuua ni kukuua kabisa. It might not be physical killing of your body. Inaweza kuwa haiko tu kuua mwili wako. In some cases it can be physical killing. Kesi zingine inaweza kuwa kuua mwili kwa mwili. Like we saw. Hizo tulivyoona. The church has gone through tribulation from the first church age. Kanisa limepitia ziki kandia katika kizazi cha kwanza. The believers have been persecuted from the first church age till date. Waamini wamekuwa wakipitia ziki kati ya kizazi cha kwanza mpaka leo. But they can also assassinate your business. Bali pia wanaweza kuiua biashara zako. They can assassinate your character. Wanaweza kuiua tabia yako. There's what is called character assassination. Kuna ile ambayo inaitwa kuiua tabia. They can assassinate your character. Wanaweza kuiua tabia yako. They can assassinate your vision. Wanaweza kuiua maono yako. They can assassinate your dreams. Wanaweza kuiua ndoto zako. What did Joseph brothers say? Wa ndugu zake na Yusufu wakasema, let us kill him. Tumuue. And when we kill him, na tutakapomuua, we will see what will become of his dreams. Tutaona kama ndoto zake itakuwa assassination. Kumuua. So expect it. Uitarajie. Your dreams will be assassinated. Ndoto zako effort will be made to assassinate your dreams. Watafanya nguvu zote waweze kuziua ndoto zako. Effort will be made to assassinate your life. Watazifanya nguvu zote kwa waue maisha yako. To assassinate your business. Waue biashara zako. Because you have decided to be separate. Sababu umeamua kujitenga. The prophet said, nabii akasema, I will take my way. Nitachukua njia zangu. The Lord's despised few. Katika njia za Bwana watu wachache. It's only a few that can live this life of separation. Ni wachache tu ndio wanaweza kuishi maisha ya kujitenga. And to live this life of separation, maisha ya kujitenga, you will be despised. Tazarauliwa. They will seek to assassinate. Watapenda kukuua. Nehemiah chapter 6 verse 2. Nehemia 6:2. Then Sanballat and Geshem sent unto me saying, alafu Sanballat na Geshem wakamwambia wakisema, come, let us meet together. Njoo tukutane huko. In some one of the villages in the plain of Ono. Vijiji katika nchi ya Tobera ya Ono. But they thought to do me mischief. Lakini walikusudia kunifanyia mabaya, unaiona? They will tell you, okay, no more problem. Watasema hapana, hakuna shida. Let us meet. Acha tukutane. Let us reconcile. Tuweze kupatana. When you go and reconcile, they will do you mischief. Unapoenda kupatana nao watakusudia mabaya. The same thing Cain did to Abel. Jambo lile lilifanyikana kwa Kaini na Abel. Let's go and play. Abel, tuende tukacheze. Abel, let's go and play. Abel, tuende tucheze. Innocent Abel. Abel asiyefaa. Abel went to play. Na hatia wakaenda kucheza. He picked a stone and hit him on the head. Akachukua jiwe akampiga kwa that's what they wanted to do for Nehemiah. Ile ndio walipenda kufanya kwa Nehemiah. They called him and said, wakamuita wakasema, let us meet. Tukutane. Let us reconcile. These are our differences. Matofauti zetu. Let us reconcile. Tuirudishe. But they thought to do him
mischief. bali walikuwa wanakusudia kumfanyia mabaya, Either to kill him, ama kumuua, to assassinate him, kumuua, to torture him, kumutesa, to kidnap him, kumupiga, just to assassinate his dream or fortify the walls of Jerusalem. kwa kuweza kuzijenga kuta za Yerusalemu. Because you are living the life of unaishi separation, maisha ya kujitenga, they will make effort to assassinate your plans, wataweza kufanya mipango ya your kukua dreams, ndoto zako, your life, maisha your yako, families, jamaa zako, as the case may be. jinsi kesi inaweza You kuwa. must be ready for that. Wapasha kuwa tayari kwa ajili ya hiyo. Blessed be the name of the Lord. Ibarikiwe jina la Bwana. 2 Timothy chapter 3 verse 12, as we try to quickly round up. Timotheo wa pili 3:12 tukienda kwa 2 Timothy chapter 3 verse 12. Timotheo wa pili Yea, 3:12. and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer Wale ambao persecution. watakaoishi utawa katika Kristo Yesu watapata dhiki. All that will live godly in Christ Jesus. Wote ambao wataishi utawa To katika live Kristo godly in Christ Yesu. Jesus, to live a separate lives. Kuishi utawa ni kuishi maisha ya They kujitenga. will suffer persecution. Watapatwa na dhiki. Separation brings persecution. Kujitenga inaleta In Acts chapter dhiki. 14 verse 22, Ndani ya Matendo ya the Mitume Bible also said, Biblia pia inasema we must through much tribulation enter the kingdom. katika dhiki kubwa tunapaswa kuingia katika ufalme. Through much tribulation. Kupitia dhiki kubwa, Because you are separate, kwa sababu tuko watu wa kujitenga, they will deal with you. watakabiliana na wewe. Tribulation, Dhiki, persecution, watakuzi, affliction, mateso, suffering, mateso, opposition upinzani will come your way. yatakuja njiani kwako. Blessed be the name of the Ibarikiwe Lord. jina la Bwana. 1 Thessalonians chapter 3 Wathesalonike wa kwanza 3. verse 3 and 4. Wathesalonike wa kwanza 3 mstari wa 1 3 na wa 4. Thessalonians chapter 3 verse 3 and 4. Mstari wa 3 na wa 4. That no man should be moved by these afflictions. Mtu asiafisiwe na hizi dhiki. For yourselves know that we are appointed thereunto. Maana nyinyi mwenyewe mwajua kwamba kwa hizo ndizo tulikuwa. Can you be going through affliction and tell yourself, Unaweza kuwa ndani ya dhiki na kujiambia, I am appointed unto this. Nimechaguliwa kwa haya. Can you not cry, murmur and complain? Je, utaacha kulia na kununguniza? By this scripture. Kwa hiyo andiko. Because let nobody be moved. Paulo anasema pasiwe na mtu akuogopa. For you know that you are appointed unto Unajua it. kwamba tumechaguliwa kwa kuyapitia. For verily when we were with you, kwa maana tulipokuwa pamoja nanyi, we told you before that we should suffer tribulation. Tuliwaangalia tukawaambia kwamba Look at how Paul says it. Mupate ziki. It's not said that you should suffer. Kwamba tutapitia katika ziki. Haseme the pastor is suffering his woe. Mchungaji pia kuna pita yake. Elder is suffering his woe. Mzee wa kanisa kuna pitia yake ziki. Student is suffering his woe. Watoto wa shule wako wanapitia. Mommy is suffering his woe. Mama anapitia ziki yake. Shemasha anapitia ziki yake. Newly wedded are suffering their woe. Wale ambao wameolewa wapi wamepitia ziki yao. Do not be moved. Usiogopeshe. You are appointed thereunto. Umewekwa kuteuliwa kwa because of the faith. Kwa sababu ya imani. Not because of nonsense. Hapana, kwa sababu ya ile because of the faith. Kwa sababu ya imani. We are to suffer for that which is good. Tutateseka kwa ajili ya ile ambayo iko mema. Not suffering for wrong. Hapana, kuteseka kwa ajili ya mabaya. 1 Peter chapter 2 verse 20. Petro ya kwanza 2:20. Not suffering for that which is wrong. Tusiteseke kwa sababu ya ile ambayo ni mbaya. For what glory is it? Basi. 1 Peter chapter 2 verse 20. Petro ya kwanza 2:20. For what glory is it? Kwa maana sifa gani? If when you be buffeted for your faults, kama unateseka katika dhambi zako, you shall take it patiently. Utaichukua kwa uvumilivu. But if when you do well, unapofanya mema and suffer for it, na unateswa kwa ajili yake, when you do well, unapotenda mema and suffer for it, na unapata mateso kwa ajili ya hiyo, you take it patiently. Unaichukua na uvumilivu. This is acceptable with God. Hilo linakubaliwa na Mungu. This is acceptable with God. Hilo linakubaliwa mbele za Mungu. In another scripture, Peter also said in 1 Peter chapter 4. Mwela andiko ingine Petro wa kwanza 4. Petro anasema, let me get the exact verse. I don't want to waste more. Verse 16. Mstari wa 16. No, verse 15. 1 Peter chapter 4 verse 15. Mstari wa 15. But let none of you suffer as a murderer. Lakini pasiwe na hata mmoja wenu atakayeteswa kama muuaji, ama kama mnyang'anyi, as an evil doer, ama kama mtenda maovu, as a busybody in other men's matters, ama kama mtu muhalifu hata fitina. Yet if any man suffer as a Christian, lakini mtu yoyote miongoni mwenu akiteswa, let him not be ashamed. Asisikie aibu, but let him glorify God on this behalf.
Mtukuze Mungu kwa maana na kwa ajili yake. Let him not be ashamed. Asisikie aibu. Let him glorify God on this behalf. Acha mtukuze Mungu. Don't suffer as a murderer. Usiteseke kama muuaji. Don't suffer as a thief. Usiteseke kama muuaji. Don't suffer as a gambler. Usiteseke kama mtu you want to gamble your money. Unapenda kucheza karata kwa you don't have what you eat. Hauna chakula. You now say you are suffering. Unasema uko unateseka. No, that is not the suffering we are talking about. Ile haiko ndio matatizo tuko nanena pia. You want to steal and they caught you. Unaenda kwa wanakushika. Wanakuweka kwa jela. And you say you are suffering. Na unasema uko unateseka. No, you are not suffering for the gospel. Hauko unateseka kwa ajili ya injili. You are not suffering as a Christian. Hauko unateseka kama Mkristo. You are suffering as an evil doer. Hauko unateseka kama mtenda maovu. You take another man's wife. Unachukua mke wa mtu mwingine. Wanakushika. And they are dealing with you. Na wanakabiliana na wewe. Don't say you are suffering. Useme unateseka. You are not suffering for the gospel. Hauteseki kwa ajili ya injili. You are not suffering as a Christian. Hauteseki kama Mkristo. You are suffering for your foolishness. Unateseka kwa ajili ya kumbavu wako. You are suffering as an evil doer. Unateseka kama mtenda maovu. That's not the suffering we are talking about. Ile ndio mateso ambayo tunanena juu yake. Suffer as a Christian. Teseka kama Mkristo. For that which is good. Kwa ile ambayo iko mema. For the gospel's sake. Kwa ajili ya injili. Blessed be the name of the Lord. Libarikiwe jina la Bwana. Blessed be the name. Jina la Bwana Mungu libarikiwe. Now, kwa sasa I want to deal with napenda kukabiliana na how do we deal with sufferings. Tunakabiliana na namna gani na hii mateso? As I round up today, na nikimalizia kwa leo, how do we deal with sufferings? Tunawezaje kushindana na haya I want us to read 1 Peter chapter 3. Napenda tusome Petro wa kwanza 3. From verse 14 to 17. 14 mpaka 17. 1 Peter chapter 3. Petro wa kwanza sura 3. From verse 14 to 17. 13-17. But and if ye suffer for righteousness' sake, bali lakini ukiteseka kwa ajili ya haki, happy are ye, uwe na furaha, and be not afraid of their terror, na usiogope na mashambulizi zao, neither be troubled, ama usisumbuliwe, but sanctify the Lord God in your heart, bali umtakase Bwana Mungu katika moyo wako, and be ready always to give an answer, na uwe tayari kila mara kupeana jibu, to every man that asketh you a reason of the hope that is in you, kwa kila mtu ambaye anakuuliza swali ile sababu ya ile matumaini yanayokuwa ndani mwako, with meekness and fear, kwa unyofu na woga, having a good conscience, ukiwa na dhamira iliyo safi, that whereas they speak evil of you as of evil doers, wanaponena mabaya kama watenda wabaya, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ. Waweze kuaibishwa wale ambao wanashitaki mwenendo wako katika Kristo. For it is better, maana ni vyema, if the will of God be so, kama mapenzi ya Mungu yawe vile, that you suffer for well doing, uteseke kwa kutenda mema, than for evil doing. Kwa kushindia kwa kutenda mabaya. From this context, kutoka kwa hii gisi ya hii Peter outlined fundamental steps to deal with sufferings. Petro akaonesha hali mbalimbali gisi ya kukabiliana na mateso. I want us to deal with them in the next few minutes as we close. Ninapenda tukabiliane nazo kwa dakika chache tukienda. The first one, ya kwanza, is what? Ni nini? Go back to verse 14. Rudi kwa mstari wa 14. But and if you suffer for righteousness' sake, lakini hata mkiteswa kwa sababu ya kutenda haki, happy are ye, muna heri. In other words, blessed are ye, mumebarikiwa mjengine. So if you are going through sufferings, kama kunapitia mateso, the first thing you must understand, jambo la kwanza unapaswa kuelewa ni kwamba I am blessed. Niko heri. That's the first thing you must understand. Ndio jambo la kwanza unapaswa kuelewa. I am blessed. Niko heri. Irrespective of my suffering. Ijalishi mateso yangu. Irrespective of what I'm going. Ijalishi nini ambayo inapitia. I am blessed. Niko heri, niko mwenye baraka. You must know that. Wapaswa kujua hilo. That's what he said. Ile ndio anasema. If you are suffering, kama unateseka for righteousness' sake, kwa ajili ya haki, not for taking another man's wife, hapana kwa kuchukua mke wa mtu fulani, hapana kwa kuiba, not for your foolish decisions, hapana kwa uamuzi wako wa kipumbavu, but for righteousness' sake, bali kwa ajili ya haki. Happy are ye. Wewe umekuwa na furaha, mwenye furaha. Like Matthew chapter 5 verse 11 say, blessed are you. Mathayo 5 inasema umebarikiwa. Know that you are blessed. Jua kwamba umebarikiwa. Know that there is a greater glory awaiting you. Jua kwamba kuna utukufu mkubwa inakungojea. Paul said, Paulo akasema, our present sufferings, mateso yetu ya sasa, is nothing to compare, haiwezi kulinganishwa, to the glory that will be revealed, na ile utukufu ambao utakavyonunuliwa ndani yetu. So know yetu. that you are blessed. Jua kwamba uko mwenye baraka. Realize you are blessed. Tambua kwamba uko mwenye baraka. In the midst of that your suffering, katika ile mateso yako, realize that you are blessed. Tambua kwamba uko mwenye baraka. Don't contemplate. Usiwe mwenye kujiuliza mengi. Does God really bless me? Kwa ukweli Mungu ananibariki? Am I really blessed of God? Je, mimi ninabarikiwa na Mungu kweli? Don't contemplate. Usianze kujiuliza maswali mengi. That is why look at what Job said. Ndio maana angalia ile ambayo when Job was going through suffering, wakati Job alikuwa anaenda kupitia mateso, akasema, shall we only receive good of the Lord's
Je, hand. tutapokea mema tu kutoka kwa mkono wa Bwana? When the Lord give you matoke, Bwana Mungu anapokupatia matoke, give you food, anakupea you are chakula, happy. unakuwa na But furaha. when trouble comes, Wakati shida you are saying zinakuja, I'm not blessed. unasema sijabarikiwa. Why is it that when the Lord give you matoke, you do not say the Lord is not blessing Kwa me? nini wakati Bwana Mungu alikupatia But when there is kusema nothing Bwana Mungu to alibariki, wakati eat, hauna you start to chakula, say the Lord has refused to bless unaanza you. kusema Bwana Mungu amekataa kukubariki. No. Hapana, The hapana. life is a life of ups and downs. Maisha ni ya kupanda juu na chini. So know that you are blessed. Jua kwamba umebarikiwa. Realize that you are Tambua blessed. kwamba umebarikiwa. In that suffering, it is blessed. Katika ile mateso ni Oh, in baraka. Acts chapter 5 verse Katika 21, Matendo ya 5:21. after they have flogged Peter and John, Kisha kumpiga Petero na Yohane. I was expecting they would say, Nilikuwa natarajia watasema, I didn't sign up for this. sikuweza kutarajia haya. At my age, that Peter was an old man. Petero alikuwa At my mzee. age, they are whipping me in the public. Mzee, mtu mkubwa But the wananipiga Bible said hadharani. they counted it joy. Biblia inasema walihesabu kwa They furaha. were happy Walifurahia to suffer, kuweza kuteseka. to be counted worthy of the sufferings of the Waliweza cross. kuhesabiwa wanastahili kwa ajili ya kuteswa kwa ajili ya msalaba. Blessed be the name of the Lord. Ibarikiwe jina la Bwana. The second thing, if you Jambo are la going through pili, suffering, kama kuna vita ndani ya kuteseka, do not fear man. usiogope mwanadamu. Do not fear man. Usiogope mwanadamu. Verse 14 says, 14 be inasema, not afraid of their terror, usiogope ushambulizi wao, neither be ye troubled. ama usisumbuke. So do not fear. Usiogope. Do not fear. Usiogope. The trial is trying to put you in fear. Majaribu inajaribu kukuletea woga. And when you fear, you will sin. Unapoogopa utafanya dhambi. Remember, Kumbuka, when they wanted to kill Peter, Peter feared. walipopenda kumuua Petero, He Petero ran away. akaogopa, akakukimbia. But the Lord appeared to him, telling him, go. Bwana Mungu akaonekana kwake akasema, When you fear, you are going to sin. unapoogopa utaenda kufanya That's what dhambi. Nehemiah said in Nehemiah chapter 6. Ile ndio Nehemia akasema katika Nehemia Verse 6:13. Therefore was he hired, Na walimpangisha that I should be afraid. ili niweze kuogopa. That I should be what? Ili nikwafanye nini? Afraid. And after being afraid, what will happen? Kisha kuogopa nini tafanyika? And do so and sin. Na nifanye vile, nifanye dhambi. When he gets afraid, Anapoogopa he will sin. atafanya dhambi. So when you are going through persecution, suffering, Wakati unapitia ziki, don't fear man. na usiogope mwanadamu. Don't fear. Usiogope. Because when you fear, Sababu unapoogopa it's going to make you to sin. itakufanya ufanye dhambi. Don't fear. Usiogope. The third thing I want to say is, Jambo la tatu ambalo napenda in kusema verse ni 15, ndani ya mstari wa 15. but sanctify the Lord God in your heart. Bali mtakase Bwana Mungu ndani ya roho yako. In other words, reverence Christ. Kuwa una uvumilivu ndani ya Instead Kristo. of fearing man, reverence Christ. Mafadhali ya kumwogopa mwanadamu, Have muogope a Kristo. godly fear of the Kuwa Lord. na woga wa kiungu. He is the one you have to reverence in your suffering. Wewe ndio unapaswa kuwa na kuogopa. Oh, you are going to give him praise. Unaenda utampea You sifa. reverence him. Utavumilia The dhambi. Lord give it. Bwana Mungu The anapeana. Lord take it. Bwana Mungu The anachukua. Lord is No. righteous. Bwana Mungu ni mwenye You haki. reverence him. You Unamvumilia. don't start complaining. Hawanze tena You kunungunika. don't start murmuring. Uanze kuwa na And he said, manunguniko. reverence him not with your mouth, Anasema basi sina kinywa chako. in your heart. Anasema ndani ya moyo wako. Because in your heart there will be a battle. Sababu ndani ya roho yako patakuwa na Pastor vita. taught us there is a battle in their heart. Mchungaji akatufundisha kwamba So when you are going ndani ya through moyo, suffering, wakati unapitia There is mateso, the battle in your imo heart. vita ndani ya roho yako, But you to reverence him in your heart. bali wapasha kumvumilia. Sanctify the Lord in your heart. Umutakase Bwana Mungu ndani ya Say, moyo I know, wako. Lord, Sema najua Bwana, you are worthy. unastahili. Irrespective of that which is happening to Ijalishi ile me, ambayo kunafanyikana you are kwangu. worthy. Bwana Mungu I unastahili. count you worthy. Ninakuhesabu kwamba unastahili. The next thing, Inayofuata, be ready to make defense. kuwa tayari kufanyia ukingo. That is in verse 15 also. Inapatikana pia ndani ya Be mstari wa ready to 15. give an answer Kuwa tayari kupeana jibu to every man that will ask you the reason of your hope. kwa kila mtu ambaye atatukuuliza sababu ya matumaini yako. Why are you living a separate life? Kwa nini naishi maisha ya kujitenga? They will ask you in your office. Watakuuliza nini ofisi yako? Be reason to give them an answer. Kuwa tayari kupeana jibu. Be reason to tell them, Kuwa tayari kuambia, I'm a speckled bird. niko ndege wa madoa madoa. Speckled by the blood of Christ. Niko na madoa madoa ya Yesu Kristo. I'm not reckoned among the nations. Sihesabiwe kati ya So mataifa. everything the people are doing, I can't do it. Kila kitu watu ambao watu wanafanya sisi Be kufanya. ready to make a defense. Kuwa tayari kuifanyia Be ukingo. ready to speak, give an answer. Kuwa tayari kunena, kupeana jibu. The reason of your hope. Sababu ya matumaini yako. Be ready Kuwa to tayari give an answer. kupeana jibu. They are plotting against you in your office. Wananena dhidi yako ndani ya ofisi. Be ready to give an answer. Kuwa tayari kupeana. And the Bible says you have to do it with Biblia inasema uifanye na meekness and fear. na unyofu na woga. Not arrogantly. Hapana kuifanya na kujivuna. Let me say this. Kiburi. Acha niseme hivi. Some people are going on mission trips. Watu fulani wanaenda kwa safari za They are mishonari. going to tough lands that don't accept missionaries. Wanaenda kwenye nchi za
mahali ambapo pana umissionary, they tell the host tell them when you are coming put business. Wanakuambia unaporudi fanya biashara. But they will be arrogant. Watakuwa na majivuno. And say now I'm a preacher, they are going to put preacher. Pardon? They will say no, but I'm a preacher, I'm not going to put business. Wanasema niko mhubiri, sasa haifanya biashara. So I'm going to put preacher. Nitaweka mhubiri. So when they get to the border, wanapofika kwenye border, they are bound and they are deported. Wanarudishwa nyuma. They will now go back and start telling people, wataanza na kuambia watu, I'm suffering for the sake of the gospel. Nini kunateseka kwa ajili ya Injili. I was going to India, a tough country. Nilikuwa naenda India because I'm a preacher, they did not allow me. Sababu niko mhubiri hawataniruhusu. That is not what we're talking about. Haiko ile ndio tunanena juu. The Bible, Biblia, as much as possible, if suffering can be avoided, avoid it. Kama mateso yanaweza kuyazuiza, yazuize. Let me tell you something. Hata nikwambie kitu fulani. That your suffering doesn't make you on the higher pedestal than any other Christian. Kwamba unateseka haikutie juu kuliko Mkristo mwingine. Suffering doesn't make you more anointed than me. Mateso haikufanya uwe upakaliwe kuzidi ya kushindia mimi. Jesus himself avoided suffering until the time came. Yesu mwenyewe alizuiza mateso the only time Jesus stayed with suffering was when it doesn't conflict with the will of God. Wakati pekee Yesu alidumu, alivumilia wakati anapenda na mapenzi ya Mungu. Ndio maana if they are persecuting you here, kama wanakuuzi hapa, run to another place. Enda kwa mji mwingine. Oh, I thought for our preachers, let us stay. Wazia tu kuhubiri hata tukae. They will die. Watakufa. God will still be God. Mungu ataendelea kwa Mungu. Blessed be the name of God. Jina la Bwana Mungu libarikiwe. So be ready to make a defense. Kuwa tayari kujifanyia ukingo. Let them know that you have a lively hope. Acha wajue kwamba huko una matumaini yaliyo hai. You know that even if this suffering kills your physical body, hata kama unakufa kwa hii mwili, you will resurrect. Una matumaini kwa inakwambia kwamba utafufuka na utahukumu dunia hii. You will judge the world. Utahukumu ulimwengu. Lively hope. Matumaini yaliyo hai. The next point is that you have to keep a good conscience. Inayofaa ingine ni kwamba utachungana na dhamiri safi. 16. Having a good conscience. Kuwa na dhamira safi. How does this play out? Hii inatokana na namna gani? You must be a person of integrity. Unapaswa kuwa mtu ambao unasemesha ukweli. Honesty. Unasema ukweli. And blameless before the world. Hauna shitaka lolote mbele ya Mungu. You cannot be telling the people you are living a separate life. Wewe unaambia watu kunaishi maisha ya kujitenga. And you are a compromiser. Na uko mtu wa kulegea. And you are hypocrite. Na uko mnafiki. Your testimony doesn't match with your life. Ushuhuda wako haitembei na maisha yako. Our lives must match with our testimony. Maisha yetu yapasha kutembea na ushuhuda wetu. Our profession, kukiri kwetu, and our living, na mwenendo wetu must be the same. Maisha yetu yapasha kuwa pamoja. So we must keep a good conscience. Yapasha kuchungana na dhamira iliyo safi. Don't go and be pretending that you are living a separate life. Usiende huko unajifanya kwamba unaishi maisha ya kujitenga. But in the background, bali kule nyuma, behind the scene, nyuma ya mapazia, you are doing another thing. Huko unafanya mambo mengine. You will not be able to deal with suffering. Hawataweza kukabiliana na mateso. You have to maintain integrity. Unapaswa kuchungana na uaminifu, honesty, kusemesha ukweli, and blameless. Na bila kuwa na lawama. Jesus Christ said, Yesu Kristo akasema, the prince of this world has come to me, mkubwa wa ulimwengu amekuja kwangu, and he found nothing of evil. Na hakupata moja lake ndani mwangu. Hana lawama. Blameless. Hana lawama. We should be blameless. Tupaswe kupatikana bila lawama. We should live honest lives. Tupaswe kuishi maisha masafi. Our life must be of good report. Maisha yetu yapaswe kuwa ya habari nzuri. And integrity. Na tuishi maisha mapya, maisha ya ukweli. Jina la Bwana Mungu libarikiwe. Finally, kwa kumaliza, we are to realize that your suffering is the will of God. Tutapaswa kutambua kwamba mateso yako ni mapenzi ya Mungu. You start in verse 17. Unaiona ndani ya mstari wa 17. For it is better, maana ni vyema, if the will of God be so, kama mapenzi ya Mungu yawe vile, that you suffer for well doing, kwamba uteseke kwa kutenda mema. So this realize, tambua, that your suffering is the will of God. Kwamba kuteseka kwako ni mapenzi ya Mungu. It's not the will of Satan. Haiko mapenzi ya shetani. It's the will of God. Ni mapenzi ya Mungu. When believers go through sufferings, wakati waamini wanapitia mateso, they try to balance, they try to examine it. Wanajaribu kuiwekea, is it Satan causing it? Je, ni shetani ndio anasababisha? Is it God causing it? Je, ni Mungu ndiye anasababisha? Or am I the one causing it? Ama je, ni mimi ninasababisha? But look at what happened in the book of Job. Angalia kile kilichofanyikana katika kitabu cha Ayubu. Job, the last chapter. Ayubu sura ya mwisho. Job chapter what that the Lord has done to Job, that's what I'm looking for. Ile ambayo Mungu alimfanyia Ayubu, ile ndio ninatafuta. Okay, let me check 41. You know, I think around 42. I can do everything here, everything.
And he prayed for his friends, and the Lord looked so good. Verse 11. 42:11. Mstari wa 11. Then came there unto him all his brethren, Ndipo wakaja ndugu zake wote and all his sisters, na dada zake, and all they that had been of his acquaintance before, na wote walikuwa wa jamaa karibu yake mbele yake, and did eat bread with him in his house. wakala pamoja naye mkate, And they bemoaned him, na walikuwa wakimuombolezea, and comforted him wakamfariji over all the evil juu ya mabaya yote that ambayo the Lord had brought upon him. Bwana Mungu alileta juu yake. That what? Ambayo nini? The Lord had brought upon him. Bwana alileta juu yake. So acknowledge that your suffering is the will of God. Tambua kwamba kuteseka kwako ni mapenzi ya It Mungu. will help you deal with it. Itakusaidia kukabiliana naye. It will help you go through it. Itakusaidia upitie ndani yake. We are speckled birds. Siko ndege wa And ndogodoa. if we are going to live separate Na kama lives, tutaishi maisha ya we kujitenga, are going to expect sufferings. tutapaswa kutarajia We are going to mateso, expect persecution. tutatarajia ziki, We are going to expect opposition. tutatarajia upinzani, We are going to expect sufferings, trials. tutatarajia mateso, Do not majaribu. Usiogopeshwe, do not be moved. usiogopeshwe. Like Nehemiah, Kama Nehemia, when you are mocked, take it to the Lord in prayer. wakati wanapokudhihaki chukue kwa Bwana When katika false maombi. accusation arise against you, Wakati ziki zinaanuka juu take yako, it to the Lord in ichukue prayer. kwa Bwana katika maombi. If we will live a separate Kama life, tutaishi maisha ya kujitenga, we are going to be persecuted. tutapata ziki, We are going to be afflicted. tutapata kuadhibiwa, We are going to receive opposition. tutapata upinzani. But the Lord will stand for you. Bali Bwana Mungu atasimama kwa ajili yako, Because the Lord sababu Bwana is the God of the speckled ndiye birds. Bwana wa ndege za He madoa is the madoa. God that has called out his own. Yeye ndiye Bwana aliyoita walio He wake. is the God of the called out. Yeye ndiye Mungu He walioitwa. is the God of the separate. Yeye ni Mungu aliyojitenga. Let's begin to talk to the Lord. Tuanze kuongea na Bwana. The cross. Oh, In the cross. Oh, Be my glory ever, till my rapturous soul shall find rest beyond the river. In the cross, in the cross, in the cross. My glory ever, till my rapturous soul shall find rest beyond the river. Our Lord and our God, we come before your presence at this time. Tunakuja mbele ya watu wako We kwa pray sasa. for your people Tunaombea watu wako that are decided ambao wameamua to live a kuishi separate maisha ya life, kujitenga, that they will be armed with this kwamba mind. watapewa na silaha, That separation brings kwamba persecution. kujitenga inaleta ziki, Separation brings affliction. It brings kujitenga suffering. inaleta mateso, It brings opposition. inaleta upinzani. But we are asking for the Tunaomba grace neema to go through every affliction and persecution that will kupitia kila arise mateso na ziki ambazo zitainuka because of the gospel kwa sababu sake. ya Injili, Because we are kwa sababu separate. tumejitenga. Help your people, Lord. Saidia watu wako In Bwana. any way your people have been made gazing Njia stock. yote Bwana wako They've been ridiculed. wamechekwa, They've been abused, they've been mocked, they've been despised. wametukanwa, They've been wamedharauliwa, wameaibishwa. Raise a standard for your Inua people. kiwango kwa ajili ya watu wako. Raise a standard for your Inua people. kiwango kwa ajili ya watu Deliver us wako. from every false accusation. Waamini ambao wanashitaki, Deliver us from every assassination plot of the wanapanga enemy. mipango za kuweza kumuua Nehemia. Deliver us from every opposition of the wicked. Utuokoe kutoka kwenye kila mipango yote ya muovu. Heavenly Father, King of Baba glory, wa mbinguni, mfalme wa utukufu. the enemy set trap for us. Adui anatuwekea mitego. Deliver us from every trap of the Tuokoe kutoka enemy. kwenye mitego yote ya adui. As you deliver the Jews, Jinsi ulivyowaokoa as you Wayuda, delivered Nehemiah, jinsi ulivyomwokoa Nehemia, deliver us. utuokoe Bwana, Deliver us. utuokoe That we Bwana, may build this wall of ili separation tuweze kujenga hii ukuta wa and that there may matengano be no na breaches in pasikuwe na it. ukuta ndani yake. Thank you, King of Asante glory. mfalme wa utukufu, In the name of Jesus katika Christ, we jina la pray. Bwana Yesu Kristo tumeomba. Amen.